Bwana, kwa mara nyingine tena kwenye session ile ile ambayo nimeitenga kwa ajili ya kujifunza kwa kuzungumza na watu kupitia mambo ambayo wamejifunza au ambayo wameyapitia, na nimekuletea experience nyingi sana kutoka sehemu nyingi za dunia kwa kupitia hawa ambao nazungumza nao. Na leo nipo ndani ya visiwa vya Bahamas. Hivi ni visiwa ambavyo havipo mbali sana na Florida, Marekani, na ni visiwa ambavyo vipo kwenye lile eneo ambalo linaitwa Caribbean. Ni jumla ya mavisiwa mengi sana. Huyu ni mtu wa pili nazungumza naye hapa akiwa Caribbean baada ya kuongea na brother Corneli akiwa Costa Rica. Leo nazungumza na Sele ambaye yeye ni mshikaji wangu ambaye story yetu ilianzia kwenye episode iliyopita na alikuwa ndani ya Denmark na tukazungumza naye mengi kuhusiana na Greenland. Leo yuko kwenye hiki kisiwa ambacho alituahidi kwamba atakwenda siku moja. Kwa hiyo hii ndio Bahamas, ndio nilipofikia kwenye hiyo hoteli hapo. Ni kama Zanzibar fulani hivi. Sasa huku niko mtaa unaitwa West Bay. West Bay huku ndio nimetoka hapa leo. Baadaye nitahama hoteli. Hizi ndala zao hizi. Bahama hayo. Niambie mzee wangu. Bwana fresh kabisa. Nashukuru sana tunaongea leo tena. Market tumekuwa tukiongea muda mrefu mimi na wewe, na tunakumbushia mambo yetu nzee, tuko wote pale Mlimani Radio, Mlimani TV. Na last time tuliongea habari za Greenland. Leo niko Bahamas, niko mji wa Nassau hapa. Kwa ulipofika hapo Bahamas uko kwenye posta yao, Mbagala yao au yani nilisema nipate experience zote mbili. Nilianzia na Sipite Mbagala, tuseme kama hivi, nilianzia tuseme hapo Dar es Salaam, nikaanzia au tuseme Zanzibar, nikaanzia kwanza Nungwi kule, mbali kule. Alafu baadaye sasa nikasema ngoja niingie posta yao ambao kama pale Dar es Salaam nani pale Zanzibar tuseme ni Stone Town. Stone Town. Naweza kukuonesha kidogo, si kama inawezekana. Maana niko si kama unaweza kuona vizuri hapa. Hii hapa ni hoteli, lakini kama kwa mbali unaona huko hizo meli, si unaona vizuri? Au ni karibu na bahari hapo ni karibu na bahari. Kama kuna meli ziko kwa mbali huko unaona huko. Ndio kama posta fulani hivi au Kigamboni fulani hivi. True story. Okay, Sele tutoe kwanza Denmark, tusafirishe mpaka tulete Bahamas. Unapanda ndege shilingi ngapi? Okay. Tukopa tusafiri kidogo, si ndio? Tusafiri kwa sababu ile zile picha zilinitamanisha utusafirishe. Okay, kwanza kama unavyojua passport yetu kidogo sio kama za wengine, lazima uanze kwanza kuomba visa kwanza pale ubalozi wa Marekani pale Copenhagen, Maki wenyewe wana system zao. Angekuwa bado mtu ambaye ana passport ya kule Denmark, kuna namna zao kwenye mitandao tu mtu anatembea. Anaweza akaamka asubuhi akatembea zake New York. Sasa mimi nikaanzia kwanza nikachukua visa pale ubalozini pale. Kama unavyojua ubalozi wa Marekani wana mbwembwe zao. Maki kabla ya mimi kuwa na watu kama 3 4 hivi wa Pakistani wakakataliwa. Yaani maki wale jamaa wakipiga maswali akaona story yako kidogo hajanyoka. Wanaona kama vile maki maswali ndio kama vile kwamba naye atakulipia, unaenda kufikia wapi. Sasa wakiona zile umeanza kuna mjomba wangu, si kuna kakaangu, si kuna rafiki yangu ananilipia nauli, si nitaenda kukaa kwa rafiki yangu. Yaani wenyewe wanataka ujue kwamba okay, unafanya kazi wapi, mshahara wako kiasi gani. Wakishaona tu mpunga wako kidogo haujayumba, unapata visa. Kwa hiyo nilipata visa yangu, ndege ndio hivyo. Maana mimi nilikuwa nataka nije Bahamas moja kwa moja. Sikuwa nataka kwenda Marekani. Sasa hakuna ndege moja kwa moja kutoka Copenhagen mpaka Bahamas. Na sababu lazima either uende Marekani kwanza au uende Uingereza. Sasa nikasema wapi ambao hawatanisumbua visa wao muda mrefu. Maana nikaangalia kwenye website nikaona Uingereza wanakuambia si mpaka wiki 3, yani ukiapply kuna mchakato, si usubiri na nini. Nikaona Marekani wenyewe kama yani itategemea na situation yako. Kwa hiyo nikachukua visa yangu, lakini sasa nikabidi ndege kutoka Copenhagen mpaka New York. New York mpaka Atlanta, Georgia ndio nikaja hapa mjini Nassau. Sasa kwa kweli nilikuwa nishapata visa ya Marekani, nikasema kwa nini siwe tabu nisitoke airport nizunguke kidogo Georgia, nipaone nizunguke nione yanayoendelea. Na Georgia ilichonishangaza
ni mji ambao nimetoka nje. Nilikuwa dereva wangu nilichukua taksi ya jamaa mmoja, yule jamaa ni mtu wa Gambia na hizi wewe. Sasa nashangaa bwana, mitaa yote tunaona kama vile yani kama vile niko bongo fulani hivi. Ukaniambia hii Georgia ni ya watu weusi. Hii ndio maana hata mayor mwenyewe ni mweusi. Kwa hiyo yani katika states nyingi ya Amerika, hii Georgia ndio ya wadau sana. Kitu wadau. Na ndio kipindi hicho ilikuwa kama unafuatilia kwenye Instagram ya Sugu, alikuwepo amekuja kwenye mkutano wa wafanyabiashara wa Afrika tukasema, na ndio alikuwa mitai hapo. Kama kuna picha mwenye kutumia hapo Atlanta World Congress Center, Sugu lazima alikuwa mitai hiyo, maana ni siku hiyo. Kwa hiyo baada hapo ndio nikawa nimekuja zangu huku na South sasa Bahamas. Nauli inamalizika kama 250 na ngapi yote? Yani kama 200. una change kidogo lakini. Okay. Okay, nilipenda ile uliniambia kwamba ulipofika Bahamas pesa yao wanailinganisha na pesa ya Marekani, yani wanazichanganya. Hii $5 ya Marekani, hii ya Marekani, wazee wa In God We Trust. Na hii hapa $1 ya kwao, Central Bank of Bahamas. Unaona kuna huyu naitwa Salindin Pinling, kiongozi wao. Same. Kwa hiyo yani hapa kuwa na hela za mchanganyiko kitu cha kawaida. Unaweza kaona hii kwa mfano hii $10 hii ya kwao hii wazee wa In God We Trust Marekani $20. Kwa nyongeza nyingine hii $100 ya Bahamas. Nani huyu? Kama kawa. Yani hamna tofauti kabisa yani unaweza nilienda kula kwenye restaurant moja hivi nikampa maana sehemu nyingi yani siiti kama ni Uswahili, lakini yani sehemu nyingi ngombe bwana hapa tunataka kesha, tutaki kadi na nini sio. Sasa siji kama ni mambo ya kukwepa kodi au kwamba mashine mbovu kweli. Maana mtu wa taxi kwanza kutoka airport kaniambia bwana hauna kesha hapo, maana mashine yangu mbovu hii. Sasa ikabidi tuende kwenye ATM, nikachomoa nikampa. Lakini sasa kwenye restaurant pale nimempa hela za kwao huku, katika change akanirudishia amechanganya na dola. Nikamwambia vipi bwana mchanganyo? Anambia tena wanaviongea wenyewe kama vile wa Jamaica fulani hivi, dola my friend. Kwa hiyo akanichanganya nikamuelewa. Lakini kwa hiyo yani dola ya Marekani na dola ya huku tofauti hamna kabisa. Yani unaweza kaenda kula popote au kaenda kufanya chochote alafu karudishiwa change zimechanganywa, dola ya Bahamas na dola ya Marekani. Kwa hiyo dola moja ya Marekani ni sawa na dola moja ya hapa. Na hiyo ndio ilikuwa inanishangaza kwamba hao jamaa wana export kubwa kiasi hicho, kwa sababu nikiangalia uchumi wao kuna uvuvi, kuna benki ambazo zipo hapo za nje alafu ukiangalia uchumi mwingine wanachoingiza labda tuseme ni utalii. Sasa ni utalii kama sasa hivi. Ndio maana nilichagua nije muda huu sababu hakuna watalii wengi. Mimi wasipendi sana kwamba yani wamejazana watu wengi hapa, wakuta wa Marekani wamejazana hapa na nini. Kwa sababu muda huu wamerudi kwao, wanajiandaa na hii sherehe yao inaitwa nini, Halloween ile. So watu zetu mipunga kwa kisha Halloween panajaa tena hapa. Kwa hiyo sasa inchi sana hii ni utalii sana. Kwa nini dola iko juu? Mimi nahisi yani market nikiangalia uchumi wao afu kama eti dola yao inaifanana na Marekani. Mimi naona kama anyway tusiongee sana hapo, lakini mimi yani kwa sababu kuna hiyo story ambayo kwamba hivyo visiwa vingi vya hapo vinamilikiwa aidha na Marekani au na inawezekana swala la kisiasa sasa sitaki kuongea sana, lakini kuna vitu true story fulani hivi maana okay. So Sele, niambie hii safari yako ya Bahamas ni safari ambayo ulituambia kwenye ile episode ambayo tuliongea last time. Ndio. Na inahusisha mambo ya kiroho ambayo uliingia huko ndani. Na hapa katikati kwenye hii session nimeshaongea na watu wengi tangu nimeongea na wewe ambao wana
experience tofauti kwenye issue ya kiroho. Wengine wanasema wanaamini mababu zao. Niliongea na Noeli hapa akasema hizo dini zenu ni miayusho, naamini mababu zangu na Msukuma mwenzako. Ndio hapa no. Tuna Mungu wetu anaitwa Welelo. Vitu vingi sana. Nikaongea nimeongea na watu ambao tu ni controversial, tu ni conspiracy theorist. Nimeongea pia na watu ambao na wenyewe wamebadilisha maisha yao. Niliongea na producer Tracy ambaye ni producer wa Bele9. Yeye akaniambia kwamba kuna sehemu amefika akaona no, naondoka upande huu narudi kwa Mungu. Katikati ya hii contradiction nimeongea na wewe tena. Ndio. Na wewe umeniambia ni kwa nini kuna hii speed ambayo unaiona sasa hivi ya watu wanajudge sana kuhusiana na dini, wanajudge kuhusiana na imani, wengine wanahisi hizi dini ni uongo tu. Yaani kuna hilo vuguvugu linakuja. Unaona sofa. Of course hata mimi nawaelewa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa hivyo. Mimi zamani nilikuwa sisafiri kwa ajili ya mambo ya kidini. Mimi safari zangu nyingi, kwa follow safari yangu ya kwanza kutoka Tanzania nilienda South Africa pale Johannesburg. Nilikuwa nikwenda kula bata, tukwenda madisco na nini na kurukaruka na watoto. Unajua baadaye nikawa nimeenda kipindi nasoma China, nikawa nimeenda Nepal na nienda kwa ajili ya starehe tu, unajua. Lakini sasa maisha yangu yamebadilika tena, imekuwa ni kitu kingine, sio ile kwamba labda unaenda sehemu fulani kwa ajili ya kuruka debe tu, kwa ajili ya hizo shangwe za hapa na pale. Maana of course mimi ambao wanasema mambo hayo kwamba dini mieyusho tu tumeletewa na wazungu na nini, sawa na waachia. Maana mimi nilikuwa huko, nilikuwa naponda mambo ya dini, unajua. Mimi kwenda kanisani sababu iko flasha ndugu zangu, wazazi wangu nilipokuwa nyumbani, unajua. Lakini kwa imefikia level mambo fulani yametokea na nimekuwa nikisoma Biblia, nimeielewa. Na ndio maana hata Biblia yenyewe Mtume Paulo aliandika katika kitabu cha Wakorintho kwamba mambo ya Mungu, mambo ya kidini kwa mtu mwingine ni upuuzi, ni ushenzi. Kwa hiyo na aliandika akiwa katika mji wa Corinth. Mji wa Corinth uko Ugiriki. Enzi hizo ulikuwa ni tuseme kama Miami fulani, au tuseme kama Bongo, si mji Dar es Salaam, sehemu ya bata, watu washua wametulia kule. Kwa hiyo yeye alipopeleka injili Corinth wakamuona mjinga fulani, mtu ambaye hajielewi. Na mimi nasema watu wanaosema hivyo ni sawa, maana haujafika muda wao wa kukamatwa. Mimi nahisi kukamatwa huko. Maana kwa mfano kama Mtume Paulo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa against mambo ya Yesu, alikuwa mpaka anaua. Nakumbuka wakati anatoka Jerusalem anaenda Damascus, alichukua barua kwa wazee kwamba aende akaue watu ambao wanaeneza Ukristo, hiyo movement. Lakini katikati ya njiani anaenda Damascus, yaliyomtokea ndio akabadilika mwenyewe, akashangaa amekuwa tena sio wakuua wa Kristo, yeye ndio anasambaza Ukristo. Na ndio akawa yani maana Biblia tukisoma yote, mimi nahisi hakuna mtu ambaye ameandika vitabu vingi kama Mtume Paulo. Unaona katika agano jipya. Kwa hiyo sasa hata hao ambao wanaponda sasa hivi ndio bado muda wao hujafikia tena wenyewe. Yaani mimi nahisi Mungu wakavia atulia timing tu kwamba anakuacha unarukaruka, alafu kuna engo atakukamata, utarejea mwenyewe tu. Maana mimi mwenyewe sikutarajia siku moja eti kwamba eti nitakuwa eti siku moja haipiti bila mimi kusoma Biblia. Naona kama vile kuna kitu hakipo sawa, yani kwamba siku ikapita sijasoma Biblia au sijasali. Lakini na mimi nilikuwa ni mtu wa mabata, mtu wa kuponda. Mimi nilikuwa naona watu wa dini kama vile watu fulani ambao akili zao hawana akili, unaona. Lakini sasa kwa level niliyofikia sasa hivi, maana unajua hata ndio maana kwenye Biblia ukisoma vile vitabu vinne vya mwanzo, Mathayo, Marko na Luka, kinachofuata kinaitwa matendo ya mitume. Sasa kuna matendo yakikutokea, maana Mungu kama hana matendo kwenye maisha yako, huyo Mungu atumhitaji hata sisi mieyusho, bwana rudi kwa Welelo wa Kisukuma kule. Unaona? Lakini sasa kuna matendo ambayo mimi yamenitokea maishani mwangu. Sina namna, nasema hapa huyu ni Mungu tu. Kafuata hii safari yangu ya kuja huku. One day niko zangu katika prayer, katika meditation, naona Bahamas na kuna vitu, yani unajua kuna sauti unakuwa unasikia. Unajua watu ukiambia kuna watu wasema nikamsikia Mungu anasema, sijui wenyewe wanamsikia, lakini kuna wengine sasa unakuwa kama vile tuite kama vile si akili zimeruka au kitu fulani. Yani unakuwa unasikia kabisa mtu anakusemesha lakini umuoni. Anakuambia unatakiwa uende Bahamas ukafanya jambo hili na hili. Lakini sasa pia ukumbuke Mungu haongei, watu wakirondwa, we move by faith not by sight. Kwa hiyo unaweza unapewa sio full information, ila inabidi uamini afu utembee. Mimi nimepewa information kidogo, nimekuja na nikaambiwa sana hoteli mpaka nitakuwa nifikie. Hoteli nilipofikia, yani nilipofika tu pale getini, kitu ambacho nilikiona katika maono ndio nikakiona pale getini, yani ndio mission zikaanzia hapo. Baada ya hapo sasa kazi ishamaliza kule nilikotoka kule. Sasa nikasema okay, ndio nitakiwa nije baada ya hiyo sasa niende kwenye hoteli nyingine kwa ajili ya kupumzika. Kama sasa ndio mahali katika hii hoteli hii kwa ajili ya kupumzika, tulishamaliza kichonileta huko, unaona bana. Lakini cha kushangaza kingine,
Nikasema Jumapili ngoja nitafute kanisa nikasali. Nafika kule kanisani, niko huko Bahamas, siku mbali. Lakini sasa nashangaa unajua muda wa kutoka pale maana hata nienda kwa kanisa la huyu jamaa anaitwa Miles Monroe. Sasa so watu wengi wanakuja labda kwa ajili ya kuona jamaa, maana jamaa wana vitabu vingi na nini. Sasa kuna jamaa mmoja nikamwomba anipige picha. Sasa amenipiga picha. Sasa katika kumshukuru nikamwambia asante sana, mimi naitwa Selemani, naitwa nani? Akaniambia naitwa Kwame. Sasa mimi kwa nimesoma na watu ambao wanatoka mataifa mbalimbali, kuna majina mtu akisema anajua tu, anambia Kwame unatoka Ghana, umezaliwa Jumamosi. Nasema umejuaje? Nikamwambia mimi watu nasoma China, nusu ya darasa langu walikuwa ni watu kutoka Ghana. Kwa hiyo najua mtu nikimsikia anasema anaitwa Kojo, najua amezaliwa juma ngapi. Akisema anaitwa Kwame, najua amezaliwa juma ngapi. Akisema anaitwa Kofi, juma ngapi. Kwa hiyo tukapiga pesa, nikamwambia unatoka wapi? Nikamwambia natoka Tanzania. Tuko na Watanzania tu, sisi tupo kwenye meli iko hapa, tuko na Watanzania hapa. Sasa ndio tukakutana na Watanzania hao wawili, mmoja msichana mwingine wa kike. Katika kupiga story nao wakaniambia wapo kwenye meli ya mambo ya kidini inaitwa Logos Hope, iko chini ya GBA, Good Books for All. Ni kampuni ya Kimarekani lakini inazunguka dunia nzima. Inaweza katua sehemu fulani, watu wanakuja kutalii humo kidogo na kununua vitabu, lakini ni kwa ajili ya mambo ya dini tu hiyo meli. Yaani ina wafanyakazi zaidi ya 260 kutoka mataifa 60 tofauti. Mna volunteer, kuna watu hadi wanaishi humo, lakini ni kwa ajili ya mambo ya kidini. Sasa ndio kufikia ngoja kwanza tukiachana na mambo ya kiroho, kwanza tuangalie hilo bata. Tuangalie engo ya bata. Mimi kama mtu wa dunia. Mnazurura kwenye meli. Ndio. Mnaamkia maeneo mapya kila siku, mnanunua vitabu afu mnarudi tena kwenye meli. Hiyo ngoja nikueleze story. Hiyo meli yenyewe ina duka la vitabu humo ndani. Nitakutumia video yake. Yaani meli ina duka la ina vitabu vya aina mbalimbali, lakini vingi ni vya mambo ya kidini na mambo ya maisha ya kawaida. Sio tu kitabu labda cha kuomba namna ya kufanya mapenzi. Hicho kitabu hakimo. Sawa, lakini ni bata kwenye meli. La kwenye meli. Kwa hiyo sasa hiyo meli ilikuja Tanzania, inafika kila siku haba, inatulia labda wiki 2, wiki 3. Wananchi wanakuwa wanapita huko, wanaingia, wanaangalia hiyo meli na kununua vitabu na nini. Sio lazima kununua vitabu, unaweza kutoka ingia labda unaruhusu. Yaani kama vile kutalii fly, maana bonge moja la meli, unajua Sasa hapa tupo kwenye hii deki ya pili. Hii ni deki ya 4. Ya 4. Ya 5. Ya 3. Ya pili. Tunashuka chini. Alafu kuna huko nyingine ukisogea huko. Utaona sasa kule. Bwana. Hakuna mpaka ya chini kabisa ya mwisho kule. Stairs. Sasa ilikuja Tanzania ndio hivyo wakapatikana, lakini sharti la kwanza uingie huko ndani uwe Mkristo, unamjua Yesu, maana ile meli ya Yesu tuseme. Sio tu umetoka zako kuna na vitu vyako vikali, vitu vya Arusha. Unaona? Wataka cruise. Unataka cruise utembee dunia nzima kila slice. Sharti la kwanza wewe ni Mkristo. Sio lazima kwamba ile umeokoka kwamba uko deep. Kuna watu yani niliona mataifa mbalimbali, mnamwona za huyu hapa alisema ndio mimi Mkristo ibadi. Unajua ndio maana kuna muda mwingine unatimuliwa, maana kuna masharti mle ya kuishi. Sio kwamba wewe umekuja kwenye email tunazunguka nchi dunia nzima kwa ajili ya mambo ya dini. Wewe labda unafika tena huko mara umempenda binti huyu, mara mmeanza hii na hii, kwa hiyo unashangaa mbona email wewe na uwezi wewe rudi. Kwa hiyo wale jamaa wenyewe hapo kwenye hiyo meli na hisi hapa inaweza kaondoka wiki hii. Maana wanakaa kama hapa wiki 2, wamekaa muda mrefu, baadaye wataenda kwingine. Sasa Kampala majana huyo kuna binti mmoja maana kwa Tanzania kuna binti na mkaka mmoja anaitwa Bwana Maduhu huyo. Huyo wa nyumbani. Kwa mimi nilipata bahati kwenye meli, maana meli kuna sehemu ambazo unazungushwa, lakini sasa kwa pale na tunafahamia kutoka Tanzania wamezungusha karibia meli nzima, yani paka kule, yani sehemu zote ambazo sio sehemu za kitalii, yani sababu ni ndugu zangu wajukuu wa Nyerere wote. Kwa hiyo nimefurahi nimeiona meli, na sijawahi kuona meli kubwa namna hiyo ndugu yangu, lakini ananiambia kwamba maana ile pale ina ghorofa 9. Anasema hii cha mtoto kuna meli zingine zina ghorofa nyingi sana za kutosha, lakini kwa jinsi nilivyokuwa naona kama nilikuwa na uwezo wa sijui kama nikazoom kuna meli hapo kwa mbali kule.
Simu yako kaka, hiyo simu noma. Hiyo simu naiaminia. Kuna hizo meli mbili hizo nazo sio za kinyonge hizo, unaona. Kwa hiyo okay, so turudi kwenye the idea kwamba sasa hivi uko mbali sana na nyumbani. Ndio. Uko visiwani ulivyoingia, ni kitu gani ambacho kwa kuzunguka duniani umejifunza kuhusu maisha in general ambacho unatamani Mtanzania yote ambaye hajapata experience ulioipata angeweza kujifunza kuhusu maisha in general? Mimi kitu ambacho nimejifunza baada ya kutembea hizi nchi nyingi hizi, cha kwanza mimi nahisi nimejifunza ni ile kuwa na confidence. Maana unajua kwa mimi nimezaliwa kule Shinyanga vijijini kule, na tumekuwa bado tukisoma tu kwenye vitabu kuhusiana na watu wa mataifa mbalimbali, lakini nikikuja kujifunza binadamu wote alivyokuwa sema Mwalimu Nyerere katika siasa zao, binadamu wote ni sawa. Ile tulikuwa tunaisema tu ile slogan kama vile kuisema tu shuleni, lakini binadamu kweli wote ni sawa, na wewe unaweza kufanya chochote kile ambacho ukitaka ukifanya duniani hapa. Of course kuna baadhi ya limitations ambazo zipo katika hii dunia, kwamba kwa mfano kama mimi naweza nikawa niko labda na mimi na mabinti wawili, mmoja yuko Tanzania, mwingine yupo Denmark. Yeye huyu wa Denmark anaruhusiwa kuwa na passport mbili, si ndio, ya Tanzania na ya Denmark. Naweza nikaamka na binti yangu leo, yeye akaamua kwamba bana twenzetu Japan au kwamba twenzetu Marekani. Hiyo yeye anaweza kukata tiketi hapo hapo, mimi siwezi, sababu inabidi visa, maswali mengi na nini, sababu tu ile kwamba passport ile gamba. Mimi passport yangu ya Tanzania inaonekana kidogo lazima tukuchukue maelezo kwanza kabla tujakuruhusu, unaona. Okay. Of course vitu kama hivi vipo, lakini mimi ninachoamini kabisa kwamba binadamu yeyote ni sawa na anaweza kufanya chochote. Mimi wakati nasoma China nilikuwa darasani, tulikuwa watu wa mataifa mbalimbali, na sikuona tofauti katika jinsi ambavyo unachukua material, yani ni wewe na juhudi zako tu. Nimeenda Denmark, darasani kwetu nusu ilikuwa ni wa Danish, alafu nusu kutoka mataifa mengine, yani kama America, South America, North America, Eastern Europe, yani mataifa yote nusu tulikuwa wa Afrika, tulikuwa watatu, mimi na jamaa mmoja kutoka Somalia, mwingine kutoka Nigeria, lakini wengine wa Marekani, wengine Brazil, Argentina, wengine Ujerumani. Kwa hiyo na darasani mle, yani unajua kuna ile kwa mwanzo, unajua ukiwa umetoka zako Shinyanga bado mshamba unakuwa na kaifiloti fulani, lakini baadaye sasa nikaona kuna kama vile yani darasani kuna kama vile naweza kuliko, unajua. Kwa hiyo yani kusafiri mimi kunifanya nijue kwamba nione kwamba unaweza kufanya chochote wakati wowote, ni wewe tu kujiamini, na ndio maana biological binadamu tuko sawa. Ndio maana anayesoma udaktari Tanzania na anayesoma China, anayesoma Denmark, tofauti hakuna, maki mwili wa binadamu ni ule. Tofauti ni hizi kwamba appearance zetu za nje, lakini kilichonifunza sana ni kwamba unaweza kufanya chochote popote muda wowote. Hakuna limit. Limit tunajiwekea kichwani wenyewe, aidha tunajiwekea au tumewekewa, unaona, kutokana na elimu zetu. Sasa umeongea kitu kimoja ambacho kimenifanya nitafute hii session. Unamuona huyu jamaa? Huyu jamaa anaitwa Frankie Zanu. Huyu jamaa, hii topic alikuwa anasema racism does not exist. Alikuwa anajaribu kuelezea kwamba ile tunasemaga kwamba white supremacy ni kitu ambacho akauliza, unahisi ni nani ambaye alisema kwamba wazungu wanajiona ni wakubwa kuliko sisi au wana uwezo kuliko sisi? Ni wazungu alisema au ni sisi ndo tulisema? Mimi kwa kuwa siku hizi nimeokoka, na nitakwenda kujibu kwa kutumia Biblia. Maana hakuna kipya ambacho, hakuna kitu duniani ambacho ni kipya ambacho hakimo kwenye Biblia, na ndio maana jamaa mbele nilipewa hivi. Ni kweli mnaamini vitabu ambavyo vilichaguliwa kadhaa tu kutoka kwenye maelfu ya vitabu vinaweza vikawa vina kila kitu kuhusu maisha sele? Kila kitu. Biblia haikuchaguliwa na mwanadamu, ilikuwa kupitia power ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana Mfalme Selemani katika kitabu cha Ecclesiastes 1:9 anasemaje? Hakuna kipya chini ya jua, yani yote ambayo unayaona yalikuwepo na yatakuwepo. Na nikirudi kwenye swali lako la kwamba nani alikuwa hajatumia WhatsApp na Insta. Wewe
yani hizi ni kwamba ni modification tu, hizo zilikuwepo WhatsApp na Insta. Hapo tena zilikuwa ziko advanced. Kwa mfano, unajua hata neno tablet tumelichukua Musa alipokuwa ametoka mlimani na amri 10 zilikuwa kwenye tablet, zilikuwa yani sema unajua nyie mnafanya modification tu, lakini yani hakuna jipya kaka. Mimi nakwambia, alafu pia technology ambazo tunazitumia sasa hivi hapa ni kwamba tunazuga tu. Kuna technology ambazo ziko advanced sana tujazifikia. Unaona? Turudi kwenye swali letu kwamba nani alisema kwamba sisi tuko chini wenyewe wako juu. Ukisoma katika Biblia kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 10, mfalme wa Misri kilicho wa Farao aliwaita watu wake ikulu wale, akamwambia bana, hawa Wayahudi hawa wanakuwa wengi na wana michakato mingi kuliko sisi, tuwatendee kwa akili. Yani hakusema kwamba tuajiri wanajeshi wengi, tutengeneze mabunduki mengi, tuwe na mizinga mingi. Alisema tuwatendee kwa akili. Sasa kwa akili ndio ile kwamba sasa ili kwamba mimi nikufanye wewe uwe chini, sikwambii kwamba wewe uko chini, yani na kuonesha tu vitendo fulani hivi mpaka unakuwa unajishtukia. Kwa sasa hao jamaa walipokuja kule kwetu wakawa wanatufanyia vitu fulani hivi ili tujione kwamba yani tuko chini, unajua lakini hawakusema direct. Of course kuna baadhi waliandika, kwa mfano kama yule jamaa wa Afrika Kusini Botha alisha kutoa speech kwamba mtu mweusi ni miyeyusho na hawezi kufanya chochote, yeye ni kazi sasa wa kiume ni kumwekea tu wanawake na mipombe kuisha habari yake. Of course wapo wanaeneza propaganda kama hizo, lakini kuna unajua ukitaka kumcontrol mtu usimcontrol kwa vitendo, wewe tumia akili tu. Yani afu ukishamchezea kwenye akili yake, yeye mwenyewe ataanza kuidefend hiyo net uliyomwekea. Yani kwa mfano hata baadhi ya mataifa, nasema baadhi ya mataifa, kwa wote ile utaconnect mwenyewe dot. Yani waweza kaja na sela fulani hivi, hiyo sela lengo ni kwa control wananchi. Hasa wananchi baadaye itaendelea baadaye wananchi wataona kama ndio mfumo wa maisha. Hasa serikali haina haja ya kucontrol huo mfumo, ila wananchi wenyewe sasa wanakuwa defend hiyo net yao. Yani kwa mfano unaweza kufanya jambo, hamna haja mtu kutoka kwingine aje aanze kukuambia. Wewe tu watu wako walioko pale watakushangaa, huyu jamaa anafanyaje? Yani maki kwamba unaanza kutoka kwenye mstari ambao tulishawekewa. Hakuna mtu amekuandikia mahali kwamba bwana wewe unatakiwa ufanye hiki, ukiamka asubuhi ufanye hiki. Yani ndio mnaita mila na desturi. Lakini ukiquestion in deep, hivi kwa nini tunafanya hiki? Sasa ukianza kuuliza maswali kama hayo, unaonekana kwamba huyu wa wapi? Unaanza yani kwa mfano, okay, ngoja nikupe mfano mwingine hapo kidogo ulinishangaza. Wakati ninasoma China, kuna rafiki yangu mmoja wa Kichina nikaenda naye kijijini kwao, baba yake alifariki. Sasa katika msiba ule pale kuna vitu vikawa vinafanyika. Nikawa nauliza, vipi, mbona hii inakuaje mnafanya hivi? Sasa jamaa wangu ile Mchina yule akaniambiaje? Mimi nilishauliza ile swali, jibu nililopewa nikaambiwaje? Don't ever ask again. Sasa mimi niliuliza hivi, maana kuna sehemu sasa tunaenda sasa kumchoma baba yake yule, maana si unajua sheria ya kule huwezi kuzika space na nini. Sasa ilikuwa kuna sehemu ya kwenda kuchoma watu waliokufa. Sasa kuna sehemu tukafika, wanawake wakasimamishwa, alafu wanasimamishwa kwa ukali, yani ile sio ile kwamba jamani wanawake mnaishia hapa. Sasa nikamwambia kwa nini asiwaambie tu kwamba jamani wanawake ishieni hapa, huko tunakwenda kuchoma ni wanaume tupu, kama kina Sela hivi na nini. Sasa hizo swali hilo kwamba kwa nini wanawake wasiende kwenye kuchoma, au afu kwa nini wanakatazwa kwa kufokewa fulani hivi, unajua sasa naye akasema kwamba mimi niliuliza hilo swali nikaambiwa usiulize tena. Lakini pia kitu kingine ambacho mambo ya utamaduni haya, unajua kibongobongo mtu akifariki si unavaa nguo nyeusi, wanawake wanavaa nyeupe na nini. Sasa mimi tunaenda msibani siku hiyo, maana tumetoka chuo, mimi nilikuwa nasoma mji unaitwa Chengdu upo katika province ya Sichuan. Sasa wenyewe wanakaa Fujian kule. Sasa siku ya kwenda msibani mimi nikapiga zangu ile kaunda suti yangu ile nyeusi fulani, tunaenda msibani. Sasa mshikaji alikuwa tayari yuko msibani kule kwa baba yake, kwa hiyo mimi naenda siku ya kuzika. Sasa nafika pale, jamani shangaa na watu wanashangaa, vipi sasa, hebu njoo. Mbona vipi? Sasa bwana huwezi kuvaa nguo nyeusi, huwezi kuvaa nguo nyeusi. Sasa ikabidi wabadilishe chap hapo, akanitoa ile shati yangu akanivalia shati nyeupe. Sasa ni kinyume kwa sasa, wenyewe wanavaa nguo nyeupe, sisi tunavaa nyeusi wanaume. Kwa okay,
Hasa nikauza ile kwa sababu nikagundua ni mambo tu ya utamaduni. Maana ukiangalia logic sana sana ni ipi? Of course sisi labda wewe kama unaweza kaniambia tunavaa nguo nyeusi sababu gani? Kwamba sababu black is majonzi au nini? Kwa uelewa wako. Na ndio maana huwa naamini sana kwenye kuuliza maswali ya conclusions ambazo tumeshazifikia kama jamii. Sometimes ni hiyo, kama ile mfano wa farasi, nadhani umeshakutana na hiyo kwamba farasi ukishamzoesha kumfungia sehemu, kuna jamaa nilimuona ameshuka akamfanyia farasi hivi shingoni, kama amefunga akaondoka na hajafunga chochote. Farasi akasimama pale. Sababu alishazoea kwenye mind yake, alishazoea. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wa saikolojia wanasema ukifanya kitu kimoja hicho kwa siku 21 hata akili yako inabadilika. Na ndio maana hata katika Ukristo kuna ile kufunga siku 40 zile, unajua. Sasa hizi hapo kama ukifunga kweli kabisa ukafuata masharti yale, hizo baada ya siku 40 inakuwa sio wa zamani, inakuwa ushabadilika. Yaani maana ile wiring ya mind yako inakuwa iko tofauti, sio kama ya mara ya kwanza. Lakini sasa pia itategemea hicho kitu umekifanya kwa muda gani. Maana kwa mfano umefanya kitu fulani kwa muda mrefu, na ndio maana ukutana na mtu labda katika mahusiano, mtu muongo labda unajua labda uko na Majuma, unampigia simu yuko Mwananyamala, kumbe anakuambia yuko watu wapi. Sasa mtu kama huyo hata ukienda kwenye mahusiano, yani yeye kuongea ukweli anaona kama kitu cha ajabu. Yani lazima tu atafute namna ya kukwepesha. Sababu unajua kichadanganya sana kwa muda mrefu inakuwa ni wewe sasa. Yani inakuwa ndio identity yako. Yani naweza nikaongea kitu kile kwa muda mrefu nikasema labda mimi namjua Grayson. Grayson ni labda huaga anaamka kila siku saa 11 anapiga push up 5. Sasa nikisema hicho kitu kwa muda mrefu sana, mimi nitasahau kama ilikuwa ni uongo. Nasema Grayson huaga anaamka saa 11 anapiga push up 5, sababu umeshakiongea kwa muda mrefu sana. Okay, kwenye hiyo aspect ya saikolojia na ulivyosema inavyojijenga, ni wapi mnachora mstari wa kwamba huyu ni Mungu na huyu ni issue tu za kibinadamu za saikolojia? Kwa mfano, umeniambia ulikuwa unamsikia Mungu na kuna vitu vinatokea kwenye uhalisia wako. Unawezaje kumtofautisha huyu ni ule Mungu wa Abraham kwenye monotheism au huyu ni Welelo anaongea na mimi? Ukisoma katika Biblia kitabu cha Yohana John 17 mstari wa 17 anasema, kwanza tuanzie kwanza Yohana 8:32 anasema kwa unajua Biblia yangu nasoma ni ya Kiingereza, kwa hiyo inabidi ni twist kidogo niweke kwenye Kiswahili kwamba umenishangaza. Unajua sasa mpaka sasa hivi ni maajabu kwamba sasa hivi umekariri Biblia, yani unaiongea mwenyewe nashangaa. Anasema kwamba utaujua ukweli na ukweli utakuweka huru. You shall know the truth and the truth shall set you free, or shall make you free. Na but then the question comes, ukweli ni upi? Maana how can we define truth? Tunajua kwamba huu ni ukweli. Lakini Biblia kila kitu, hakuna kitu ambacho imeacha ndugu yangu. Ukienda katika Yohana hiyo 17 anasema neno la Mungu ni kweli. Kwa sababu ili ujue huu ni ukweli, hata kama una ndoto yako au umpata maono, kujua kwamba hii ni kweli au ni uongo, je, ipo kwenye Biblia? Na kumbuka Biblia imeandika kwamba, unajua kuna watu wengine anasema nilikuwa katika maono, nilikuwa mbingu ya 7, sio nilimuona Yesu na nini nikafanya, unajua. Lakini sasa swali linakuja, ulichokiona kimo kwenye Biblia? Maana hakuna kipya kingine. Kumbuka Biblia inasema kwamba shetani naye hujigeuza na kuwa malaika wa nuru. Yaani unaweza ukajiona upo kwenye vision, huyu alikupa maelekezo ya kufanya kitu fulani, ukajua kwamba ilikuwa mbinguni, kumbe ulikuwa katika ule mlango mwingine. Maana kumbuka ipo milango miwili, lakini Yesu anasema kwamba mimi ndio njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba bila mimi. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba wewe ulienda mbingu ya 7 alafu hujaonana na Yesu au hamna kicho cha Yesu. Yaani wewe unasema tu kwa watu wana mavazi yameng'ana nini. Sasa kumbe hata shetani mbona hiyo mambo anaiweza? Hiyo teknolojia ndogo sana hiyo. Ukatiza hapo. Lakini unajua Yesu unayemzungumzia ni mtu wa Mashariki ya Kati. Na huyu Welelo tunayemzungumzia ni mtu wa huku kwetu huku Usukumani kabisa. Unawezaje kusema wewe uko karibu na Yesu au Yesu ndio uko sahihi wakati kuna Welelo wa Bwana Noeli ambaye
anasema huyu ni mtu wake ambaye anaongea na wazee, na kuna akifika kwa wazee wakifanya vitu vinaenda vinatokea. Unawezaje kusema Yesu wa huko Mashariki ya Kati mbali huko anaweza akawa yeye ndo sahihi kwako? Bwana Grayson, unajua hii kitu naweza tukatumia hata masaa 20 kufafanua. Maana sasa hivi naongea nusu hata mtu hawezi kuelewa, akasema hao jamaa hawana issue. Maana hata mimi mwenyewe kiukweli Biblia ilinichukua muda mrefu sana mpaka kuja kuielewa, na maana zamani kwa najua ni uongo tu, mastori ya ajabu. Huyu jamaa Yesu kutoka huko Middle East na nini. Lakini ili swala kwa ufupi kwanza tuanze na huyu Welelo wako kwetu huko kina Mwana Malundi sijui nini huko Shinyanga. Ndio tuangalie source, yeye alitoka wapi. Hata kusema kama ninaongea naye ananipa majibu, hiyo teknolojia ndogo sana. Kumbuka hapa sisi duniani katika ulimwengu wa mwili tuna depend katika two realms, katika ulimwengu ambazo hazionekani kwa macho mbili. Kuna ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza, ulimwengu wa Mungu na ulimwengu wa shetani, sio? Kwa hiyo hata we leo hii ukitaka uamue kwamba uwe deep kwa katika ulimwengu wa shetani, utapata majibu mwanangu. Kwa hiyo mimi mtu akija ananiambia kwamba nimeongea na mizimu yetu imenipa hiki na hiki, mimi sikushangai. Maana yake hizi teknolojia ndogo sana. Yaani wewe unaweza leo ukawa deep. Sasa ni kwamba labda uko neutral kote usitaki kukukumba, lakini ukitaka uwe deep sehemu moja, chagua kwamba mimi nataka niwe deep katika mambo ya uchawi tu. Na unakuwa deep na unapata majibu. Maana kumbuka katika katika Ukristo kuna kitu wanaita nyimbo za kuabudu. Hizo nyimbo za kuabudu ni kama vile una invoke unaita nguvu za Roho Mtakatifu na malaika watokee, si ndio? Katika mashetani, mimi natoka Shinyanga, wachawi wapo kibao. Kuna najua na kwenyewe wana namna zao. Yaani baada ya nyimbo ya kuabudu huku wenyewe wanapiga mangoma yao na kuna vitu wanaviimba na nini. Hiyo yote ni katika kuwavuta sawadao kutoka ulimwengu wa giza. Lakini hawakuambia kwamba tunaita mashetani aje. Lakini hizo teknolojia zote zinawezekana. Kwa nini unawaita ni ulimwengu wa giza wakati wanakuja kwenye mfumo huo wa metaphysics kama huyo ulimwengu wa giza, sababu lugha yao halisi ni uongo. Yaani hakuna mchawi ambaye ataenda akakwambia kwamba akupe vitu vya kweli. Ndio maana wachawi anaanza kuambia unaenda kalete damu ya mtoto wako. So sisi huku kwa Yesu alishatoa hiyo kafara. Alitolewa, kwa hiyo damu yake ndio show imeisha. Sasa huku kwingine bro, mimi Msukuma Shinyanga, wewe mambo ya ulimwengu wa giza najua deep. Afu kitu kingine mimi unajua kuna wale watu wanaitwa kwa Usukuma wanaitwa kashinje. Kashinje ni mtu ambaye amezaliwa kama kinyume hivi. Na kitamaduni wale watu wanatakiwa wafanywe sherehe fulani. Mimi sikufanywa sherehe. Hiyo sherehe wanafanywa ni kama geresha tu. Hiyo sherehe wanafanywa ni kwa ajili ya kuwekwa rasmi mashetani akae kwako. Ndio maana kashinje anaweza akaita mvua au akaamuru upepo kutulia. Yaani anaweza kafokea nature na nature ikarespond, unajua? Kwa hiyo hiyo teknolojia ndogo. Kwa hiyo yani mimi mtu akisema kwamba eti mimi bwana nimeomba mizimu yangu imenisaidia, mizimu imeleta mvua, sio mizimu, hiyo teknolojia ndogo. Hiyo kitu shetani kumbuka alikuwa mbinguni. Kwa hiyo kuna baadhi ya teknolojia anazijua. Sasa na mtu alikuwa software engineer labda katika kampuni fulani. Kwa hiyo huyo mtu anaweza kahaki. Sasa alikuwepo humo, wewe ulikuwepo unafanya kazi Google. Ulikuwa labda ni hapo. Kama kuna kashinje, nimependa hiyo kashinje. Kama bwana kashinje anaongea na nature inatii. Is all we want my friend. Ndicho tunachokitaka. Mvua ije inakuja. Mvua ikate inakata. Wewe unahitaji tusitumie hiyo huduma kama Mungu kairuhusu. Sababu yote tunaamini ni dunia yake. Wewe utatumia kama unajua kwamba dunia is the last destination. Kwa hiyo kama wewe unaamini kwamba dunia hiyo ndio imeishia hapa fresh. Lakini kama unaamini kwamba hapa duniani hapa is not a last destination, you have to go a little bit beyond. Sababu wewe kama ukisema kwamba mimi kama nimeomba utajiri nikaambiwa tu kwamba nitoe labda bi mkubwa au nimtoe mtoto wangu nikaupata. Kwa hiyo mimi nakuona mjinga. Kwa sababu gani? Wewe unaona utajiri ndio last destination. Na ndio maana mimi akili yangu kwa mfano ukinicheck zamani I was working for money, kwamba nataka nichoboe ninunue gari kali niwe na gorofa na nini. Lakini sasa baada ya kuona kumbe mfalme anasemaje, all is vanity. Yaani kwamba hapa vyote ni vinapita, hamna issue yani. Kwa hiyo sasa ndio mimi hata leo hii ukiniambia nichague kati ya kwamba kuna kazi ambayo itaniondoka katika Mungu inanipa milioni 10 kwa mwezi, alafu kazi ambayo itaniweka katika Mungu inanipa milioni 2, mimi nachagua milioni 2. Sababu Okay.
Sababu Sasa gani? nataka umake sense hapo, kwa sababu na kwa niaba ya wale ambao wanafuatilia, unajua kuna watu ambao wanafuatilia hapa wana mitazamo na imani tofauti tofauti. Na ni haki yao na usiwahukumu hata siku moja, sababu unaweza ukamhukumu au ukamponda mtu ambaye anaponda mambo ya dini leo hii, kumbe huwezi kujua Mungu ana formula zake. Inawezekana amemwacha katika level hiyo ili afanye makosa fulani na vitu fulani, baadaye sasa atakuja amchukue Mungu, alafu hayo makosa aliyopitia ndio inakuwa kama testimony kwa ajili ya watu wengine. Kwa mfano kama mimi, kwa mfano kuna baadhi ya watu sasa hivi hapa nikizungumza nayo, labda tuseme labda my ex girlfriend na nini, akisema Sele kaokoka wapi, mieyusho tu yule mtu wa mademu. Lakini yote mimi nipitia hayo, Mungu alikuwa ana makusudi yake kwamba kuna maujinga fulani utayafanya, baadaye sasa utarudi huku wewe utawasimulia baadhi ya watu wanaofanya mambo hayo. Yaani kwa mfano mimi kuna vitu ambavyo nimepitia, nikimwona mtu anafanya nikamuelewesha, nikaongea nayo, anaweza kaniamini zaidi kuliko wewe mtoto wa mchungaji ambao mwanzo mwisho umekuaga upo kwenye mstari tu. Sasa ndio nakwambia kwamba watu ambao labda wanaonekana sasa hivi wanafanya mambo ya hovyo tusiwahukumu, sababu Mungu ana njia zake ni nyingi, na Mungu hatuwezi kumgraduate, japokuwa yani hata kama aje mtume si pastor gani hapa ambao tunaishi binadamu katika ulimwengu wa mwili huu, hawezi kuwa na full understanding of God, sababu Mungu ni roho na Mungu huyo anasema njia zangu yani yuko mbali sana. Kwa hiyo yani mimi cha msingi ni kumuombea tu huyo mtu, kama ukimwona analukaluka nasema si hizi dini zimeletwa na wazungu na nini. Okay, dini zimeletwa na wazungu. Kwa nini wale watawala babu zetu ambao walikuwa wanatumia dawa za kienyeji wenyewe wakaja na Biblia yao wakatutuliza? Hiyo swali inabidi ujiulize ndugu yangu. Hata nikijiuliza hilo, kuna watu kama kina Fandeselo watasema yes, hiki kitabu ambacho unatuambia ndio kina majibu ya kila kitu. Ndio walikitumia wa jamaa kututawala na kutufanyia mambo meusi mengi sana. Na kuna kauli ya Rais Jomo Kenyatta ni maarufu sana ya Kenya, anasema wazungu walikuja na Biblia wakatuambia tufumbe macho, tulivyofungua wao wakaondoka na madini, sisi tukabaki na hiki kitabu na tumebaki nacho mpaka leo. Na ndio maana nakwambia Biblia inabidi uisome no matter unamwamini Mungu au hautamwamini Mungu. Biblia ni kitabu ambacho kina kodi nyingi sana, na ndio maana mzungu ambaye alikuja kutawala sio kwamba alikuwa ameokoka, yeye alitumia kodi za kwenye Biblia kwamba ili mtu umtawale lazima ufanye. Maana Biblia imeandikwa kwa ajili ya wewe kufunua kwamba shetani ana njia zake anazotumia hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo na wewe inabidi utafute namna ya kuzipindua hizo. Kwa hiyo wazungu waliokuja kutawala sio kwamba walikuwa wameokoka, walitumia Biblia sababu Biblia ina codes zote mle. Hizo codes ndio zinaweza kucontrol wewe. Na ndio maana Biblia inaweza kuitumia kwa namna yoyote. Ukitaka uitumie kwa mambo mazuri, ya mumu. Ukitaka uitumie kwa mambo ya kishetani, ya mumu. Na ndio maana mimi nilikuwa mlevi sana. Mimi nilikuwa siwezi kuishi bila mtungi. Yani hakuna siku ambayo nilikuwa siwezi kunywa pombe. Alafu pia Mungu alikuwa ajabu, alikuwa anisaidia. Nilikuwa nikisamishwa na polisi kule Denmark. Wanasema baba nipime kitungi. Yani kuona namna fulani naweza nikakuepesha. Kwa sababu unaweza kupimwa kwa kupuliza kidude fulani hivi. Yeah. Mimi sikuwahi kufundishwa na mtu yote kwamba hicho kidude unaweza manipulate, lakini niliweza. Kuna siku kuna jamaa wangu mmoja yeye ametoka Uganda, akawa bado hajapata leseni, akawa anataka apeleke vitu fulani Ujerumani. Akaniambia nimsaidie niendeshe gari yake niende naye kule. Sasa wakati wa kurudi, maana tumefika kule Ujerumani, mji mmoja tu Stuttgart, nikabidi nipige mitungi kidogo. Sasa muda wa kurudi si niko vyombo tayari. Barabara niko highway, nikawa na miosho fulani. Sasa nyuma jamaa akajua huyu mtu amelewa huyu. Akapigia simu polisi. Sasa mimi nikashtuka mbona hani overtake. Yaani nipo naendesha lakini hani overtake. Nikajua huyu hapa kampigia polisi. Hamna mtu aliniambia kwamba huyu jamaa kampigia polisi. Nikajua tuko kampigia polisi. Kwa mbali nikaona tataa za polisi zinakuja. Nimekuja baadaye nikasimamishwa, naambiwa tumepigiwa simu, watu wanahisi kwamba wewe umelewa, hebu tukucheki. Nilikuwa niko mitungi kweli, lakini sasa yani ile kupuliza yani nilipuliza kwa namna fulani hivi kitu akisomi. Akacheki, hebu puliza tena. Nimepuliza tena, hakisomi. Anambia vipi? Nikamwambiaje mimi sio mwenyeji wa Ujerumani, mimi naishi Denmark. Lakini hii baba ilinichanganya kidogo, ndio maana nilikuwa natakiwa niende kulia. Sasa nikacheki GPS, mimi natakiwa ninyoshe, ndio maana nikaingia nikatoka kidogo baba nikarudi. Kwa hiyo liumba sababu tu ya ugeni. Angalia hata gari yenyewe plate number ni ya Denmark, sio ya Ujerumani.
fresh nikaondoka. Kwa hiyo nishasemeshwa mara kibao kupimwa pombe, lakini sijakamatwa. Lakini sio kwamba ni ujanja wangu, mimi naamini yani Mungu tutakuwa ananiepusha. Najua kuna mtu akifuatilia atatamani kusema kwa nini mtangazaji umuulize alifanyaje, lakini sitaki kukuuliza kwa sababu sitaki tufundishe yeyote jinsi ya kukwepa mamlaka. Yani wewe cha msingi tuambie kwamba usinywe pombe na kuendesha gari. Lakini ndio hivyo, siwezi kusema kwamba pombe ni dhambi. Hiyo mimi sitaki kuingia. Maana utakwambia Yesu cha kwanza muujiza wake ulikuwa ni wa pombe. Exactly. Ndio zenu, lakini nitakuuliza swali. Alipowatengenezea pombe ile pale, yeye alikunywa au hakunywa? Biblia inasema, inaongea chochote kuhusu yeye. Ndio maana mimi unajua mwaka jana nilipokuwa Bongo, nilikuwa na rafiki zangu kwenye mitungi, nikamwambia mimi kule mitungi nitawanunulia kwa shida. Lakini hata alipotengeneza samaki akalisha watu, kwani alikula wale samaki? Hiyo hatujui, lakini kwa jinsi ilionekana walikuwa wanakaa ile eneo, lazima alikuwa hajafunga moja mvinyo na ruhusiwa. Mimi sijasema pombe hairuhusiwi wala nini. Nye gongeni, kila mtu itafika muda wake. Mimi hakuna mtu alikuja ananiambia Selemani acha pombe. Mimi tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka jana, yani kwenda kunywa pombe na shikaji zangu hivi, nikamwambia mwanangu mimi bia ya mwisho hii. Sasa wenyewe wako hawaamini, na ndio hivyo mpaka leo. Sasa sijajua tena, yani kwa hata wewe huwezi kwanza kumwambia mtu kwamba bwana pombe mbaya na nini. Wewe mwache, kuna siku kuna kitu kitamjia ataacha mwenyewe. So hata mshikaji wangu Hilali ni mwanangu sana, lakini mitungi anapiga na sihangaiki naye, yani yeye agonge, lakini niambia tu kunywa kwa ustaarabu. Ila kama ikitokea siku ujisikii kunywa sawa, lakini yani mimi naweza kutugeza kwenda na wewe bali nikakununulia mtungi fresh, lakini nakununulia kuna kupiga injili tena. Kwa hiyo yani ndio kukubali. True story. Na Hilali naye namuona, Hilali naye ni kama anaelekea hii njia yako. Sio kama inaelekea wewe, yani Mungu ana namna zake ndugu yangu. Kutana naye nakutana ameshakuwa mtu tofauti, anaanza kuongea okay. Sawa. Kuna kitu ambacho umekiongea hapo ambacho nimeshaongea na inaitwa eschatology, elimu ya siku za mwisho. Ndiyo. Na wewe ukikusikia mambo yako unasema kwamba eti kwa sababu tu mnaamini dunia ni hapa. Na wewe unaamini kwamba kuna mwisho wa dunia na tutaondoka hapa siku moja? Biblia kwanza imeshaandika hicho kwamba Mungu kuna mwisho wake utafika na ataikunja kama karatasi. Of course niona kuna interview moja ilifanya na jamaa mmoja kwamba uweze kutengeneza kitu baadaye ukakibomoa, maana umefeli, maana wewe fala, sio? Lakini kumbuka ngoja nikupe mfano ambao kama labda wa kawaida wa kibinadamu. Yaani kwamba sawa, labda wewe una watoto wako, sawa? Wamemisbehave, sawa? Ukaamua watengenezee kijumba chao sehemu nyingine. Waambie bwana, nyie kaeni hapa, si mmeamua misbehave, msifuate sheria zangu. Kaeni hapa kwenye mambo ya ovyo ya mambo ya ovyo ambayo yaendelee vizuri. Baada ya muda sasa nitakuja niwaulize bwana, vipi, mnataka turudi nyumbani mkaishi fresh au mtaka muendelee huko? Ila mimi sitawa hukumu sasa hivi, kama naweza nikawapoteza nikawachapa risasi wote mkaondoka. Lakini sasa nawapa nafasi muda kwanza mjicheki. Mkiona bwana hii sio au hii ndio. Ikishafika huo muda sasa, mimi yani ni kwamba mmepewa muda mjicheki. Muda ukifika ambao kwamba yani mimi ninaona Mungu ni Mungu mwenye upendo sana. Alikuwa na uwezo wa kupotelea yani kutupotezea tu yani, lakini sasa akasema ngoja waweke kwanza hapa duniani. Na hiyo ni elimu nyingine kabisa ambayo mtu kwamba mtu mpaka ajue kwamba hii dunia iko located sehemu fulani na kwa nini tuko hapa. Maana hizi science sometimes zinaona kama vile zinawadanganyeni kwamba hapa ndio kila kitu, lakini anyway nitaongea kwa mifano. Maana Yesu pia anaongea kwa mifano. Tunaenda kufanya nini Sele? Yeye aliuliza nani, kwa sababu unamzungumzia bwana Kidau wa Sub-Saharan Israelites. Anauliza mbinguni ni sehemu anaoishi Mungu kwa sababu ya alivyo, na kwa sababu yeye hayupo kwenye ulimwengu wa mwili. Sisi tunaenda kufanya nini? Ujue watoto na Biblia. Hii Biblia ni kitabu cha kihistoria. Nitajibu na swali lako la migration ya Musa, lakini nikujibu kwenye hiyo ya mwisho wa dunia. Hii dunia ina mwisho. Mungu akuumba dunia yake aje kuifikisha mwisho. Hapana kitu kama hicho. Kwanza ukijenga kitu hapo aje ukiharibu, maana ulifeli wewe kama plana. Kwani ulikiumba sasa? Sio failure ya sisi by the way, ni failure aliyotuumba. Lakini yeye anachobadilisha ni kubadilisha utawala.
Ndio maana nasema ufalme wako uje. Wanaosali baba yetu wote, hamna mtu anasali siji kusema kama wanavyosema Wakristo kwenda mbinguni. Sisi hatuongelee kwenda mbinguni, tunaongelea kwamba watu wanatakiwa watambue wana jukumu la kufanya ufalme wa Mungu uje utakao lifanyike duniani. Anachosema ni kwamba ufalme wa Mungu unashuka hapa, tukatawaliwe hapa, tuishi vizuri hapa. Naomba nikuulize swali. Wewe bwana Grayson, unaamini wewe ni Grayson physically au spiritually? Ni spiritually. Very good. Kwa kuna siku utakufa, hiyo handsome face nini body nini mtu wa majimu utaiacha duniani. Yani wewe ukifa, yani kwa sababu tunaongea hivi ghafla kadondoka hapo, kinachofuata watu waambie ngoma ipelekwe Arusha ikazikwe. Tunasafisha tunafanya sio? Kwa hiyo mwili utakuwa umeshazikwa. Yani wewe unarudi mavumbini. Yani scientifically kupima wewe, yani up to the subatomic level, wewe hauna tofauti na vilivyounda yani ardhi au yani kila kitu kinatoka kwenye ardhi, unaona? Lakini sasa ukishaondoka hivyo umesha kufa, lakini bado kuna huyu hapa anaitwa Grayson. Yani mimi kwenye mind yangu yupo Grayson, na unaweza kushangaa nimelala usiku nikaota tunapiga story na wewe, lakini physically haupo. Kwa hiyo wewe achana kuwaza hivi physical things, na Mungu ni roho na wewe ni spirit. Kwa hiyo inabidi ukishaondoka hapo unarudi kule kwenu ulikotoka sasa spiritual. Yani kule katika spiritual realm hakuna mwili kama hii, hakuna mambo ya kula, si mambo ya kwenda toilet na nini. Hizo wewe you are trapped in your body. Yani wewe mwili huo ni kama prison yako tuseme yani second, lakini wewe mwili ni prison yako, na ndio maana wewe mwili unakuendesha wewe. Kuna muda utataka ule, lazima utatoka hapo uende ukale. Hiyo ni jela baba. Hiyo sio tu kila slice yani. Kuna muda utatakiwa wewe ukitaka uende ukawasalimie babu zako, wajomba zako Arusha, inabidi uchukue basi au uchukue ndege, au kama una uwezo unaweza kwa miguu, lakini sababu you are trapped in this physical body. Lakini kule, of course this is too deep. Kule you don't need to go physically. Unajua kule kwamba sasa hivi mimi na wewe naongea kutumia simu, si ndio? But I can speak with you without a telephone. I don't need to shout. Nika whisper, mtu yuko Mwanza mwingine yuko Songea na mkaelewana fresh. Hiyo ni kitu nyingine kabisa, of course. Na ndio maana sio vizuri kuiongea. Usiogope kwenye hii session, kuna watu warefu sana ambao wana uwezo wa kuelewa. Na unajua kwa nini nimependa umeingia kwenye hiyo somo, kwa sababu kuna siku mama yangu mzazi aliwahi kunipigia simu akiniambia unaumwa ghafla tu. Nikamwambia no, siumwi. Akaniambia nimempigia dada yako anasema pia haumwi, nimempigia kakako haumwi, nimempigia mdogo wako pia naye haumwi. Ni nani huyo? Kwa nini kuna kitu mnanificha? Nikamwambia no. So ikabidi akaenda kwa dogo, alikuwa anaishi Chuga. Akafika sana wale akamwambia uko wapi? Niko mjini hapa, nataka nikuone. Dogo wa mwisho. Dogo akamwambia mama bana sijui nini. Akamwambia nifuate hapa nichukue nikuone. Dogo alikuwa amepata ajali na sisi wote watatu tulikuwa tunamficha. Umeona? Nilipofuatilia nikawa nimwambia kuna hiyo wanaita nini hiyo ambayo ni telepath, inaitwa nini? Telepath, na communicate without ni kitu ambacho binadamu tuna huo uwezo. Lakini sasa kama lakini sasa unajua Mungu anatuonesha vitu vingi sasa kama hatuko serious. Wewe kama umeshapewa hiyo kwamba na ime make sense, na sio kwamba kitu kusimuliwa, ni kweli. Kwa nini usiamini kwamba there is life yani kwamba hakuna yani maisha tulionayo haya yani ni kama geresha tu, kuna maisha mengine ambayo ndio maisha live. Kwa nini usiamini hilo kwamba hii ngoma hii ni kama vile kuna michezo tunachezewa yani no, lakini mimi nimeona kwamba tuna uwezo kama mama yangu ana uwezo wa kuwasiliana yani kuconnect kwenye hiyo level na watoto wake. Nadhani wa mama wengi natokea. Niliuliza watu wengi wakaniambia wa mama wengi wanajua mtoto wake ana matatizo au something imetokea. So akaniambia kwenye huu ulimwengu, kwenye hiyo teknolojia, kuna namna ukikaa unaweza ukafanya vitu vingi sana ukiwa ndani ya huu mwili. Tunasema is it destination yetu, is it kuja kuondoka hapa na kwenda somewhere, au ni kugundua hiyo siri iliyopo na kuishi kwenye huu mwili lakini kwenye ukuu? Ni kugundua by your conscious kwamba make umepewa option, na ndio maana Mungu tunasema Mungu wenye upendo, because he gave us a free will. Yani free will tunaita Kiswahili inaeleweka zaidi hivyo. Hebu sema kwamba kwa faida ya mtazamaji, free will
Ni kama uhuru wa kuchagua vitu, ni kama ile ni ufahamu tuseme. Uhuru wa kuchagua, na uhuru ni uhuru ambao ni wa kweli, sio ile wa kuzugia. Ni kwa form labda kidunia mtu anakuambia bwana chagua A au B, lakini zote ni mieyusho, ni trap. Sasa Mungu anakuambia mimi either nichague mimi au huyu mwingine adui ambaye ni shetani. Sasa katika mwili hapa na wewe umepewa hiyo possibility ya kuchagua, na ndio maana Biblia inasema lazima umkiri Yesu kwa kinywa chako kwamba yeye ndio master wangu. Kwa wewe upo hapa kwa ajili ya yani kama vile umepewa uhuru kwamba utapelekwa duniani, ila sasa uchague mwenyewe sasa unataka upande wa Yesu au upande wa Mungu au upande wa shetani. Kwa hiyo ni sehemu tu ya kuweza kuchagua mwenyewe unataka uende sehemu gani. Kwa hiyo unaishi wewe sasa hivi unaishi kwenye ulimwengu gani? Mambo hayo unayaona? Niko ulimwengu hapa tuko wote physically, lakini sasa mimi nichagua maisha ya upande wa Mungu, upande wa Yesu. No, umeniambia kuna kodi unazipata ambazo ukizifollow zinakutokea zinakuwa kama ni ukweli. Yeah. Huo ulimwengu ukiutafsiri, na kuuliza hivyo sababu wewe unajua ulimwengu physical na metaphysics inavyofanya kazi. Natamani unamfeel vipi Mungu na unawezaje kumtofautisha huyu ni Mungu na hii ni nguvu nyingine tu kama inakuletea yote matokeo? Hiyo sasa ndio inabidi usome hiki kitu hiki. Okay. Sasa yani kitu kikitokea afu akimo unajua kwamba hii ni mieyusho, hii ni yule jamaa yetu mwingine. Maana shetani naye teknolojia anaziweza, ni vitu vidogo sana. Kwa hiyo mimi ndio maana nikimwona mtu ana salisali tu analukaluka lakini hana uelewa wa Biblia na mhurumia, maana anaweza akawekewa kitu chochote kile. Unajua yani sawa na kwamba wewe kama mtu alienda law school, si ndio? Au ndio maana ndio jamaa akiwa anaendesha gari, polisi akimsimamisha, yeye atakavyoongea na atakavyoongea mwingine ametoka zake vijijini, Shinyanga vijijini, ni tofauti. Maana polisi anaweza akamletea maswali ya ajabu akamwambia mimi kwa mujibu wa sheria hiyo si yani unajua kuna of course natolea mfano nyingine, sitaki Tanzania, maana si nikafika pale airport kaambiwa ulisema hivi rudi. Kwa mfano Marekani, mtu niliona jamaa mmoja askari kamsimamisha akamuomba leseni, akamwambia leseni sikupi, sheria hairuhusu mimi nikupe leseni. Lakini sasa mwingine kama hujui sheria, leseni unampa tu moja kwa moja. Ndio hiyo mambo ya Mungu kwamba kama unajua imaki Biblia sio kitabu cha story. Of course kimeandikwa kwa mfumo fulani kwamba wale wanaitwa tourist religious, yani anachungulia yani yumo. Kwa hiyo hawezi kuielewa Biblia, ataona kama vile ni master story ya ajabu tu, lakini ni story ambayo sipo kwenye codes. Kwa mfano ukimpa mtu asome kitabu cha Esther na wawili tofauti, ambaye yuko deep kwenye Biblia na yule ambaye hayuko deep, yule ambaye haipo deep atajua kwamba hii ni story ya kusia binti alikuwa yatima na nini, yani alafu story ya ajabu mara si mfalme kanyosha fimbo, yani unakavyo ujinga fulani, na imeandikwa makusudi hivyo ili kwamba sio kila mmoja aweze kuchukua tu information ile. Maana hii ni valuable information. Yani kwa mfano kama ningekuwa hapa kule kwetu Shinyanga, ningesema uisole langana, yani kama vile umekota almasi, unajua kitu cha muhimu. Lakini sasa kwa mwingine ambaye haipo interest na mambo ya Mungu, anaona ni ujinga tu, na ndio maana usikurupuke tu kaanza kumsimulia mtu habari za Mungu, hujui uelewa wake, atakuona mjinga tu, jamaa vipi. Na ndio na shida nyingine kwa nchi yetu Tanzania, watu wengi ambao wahubiri Ukristo ni watu choka wana njaa. Unajua unakuta mchungaji na mbengo sikafunguke, lakini ukimwona miguu yake ilivyo kiatu kimechoka. Sasa pia huyu Mungu wako huyu, mbona kama kabisa hajiwezi? Kama Mungu ameshindwa kukubariki. Na ndio maana sasa hivi naamini sasa hivi Mungu anatumia watu ambao wanauelewa. Yani kama mimi Mungu aliniacha nisome kote huku, some Tanzania, nikaenda China na Denmark, baada hapo mimi yote ambayo nimeyasomea sasa hivi nimeachana nayo. Unaona, kikumbe yote nilikuwa ni kwa ajili ya kupata tu uelewa, na katika yote nilikuwa nasoma hayo kuna codes ambazo nimezipata. Kwenye journalism kuna codes ambazo nimezipata. Of course najua nafasi kwenye media na nini, lakini siwezi kuficha mimi najua siri zote za media. Na ndio maana mna kitu mnaita nini? Mnaita yule ambaye lazima habari ipite kwake. News edit, mwalili. Sasa kwa nini na mwalili? Maana ndio mimi siangalii TV,
By the way, Stella umesoma journalism, si ndio? Ndio. Una degree ya journalism. Na sio nimesoma nimefanya, nimeenda kwenye kukusanya habari, naleta habari, editor anakuambia hii sio habari. Kwa nini? Kwetu sisi sio habari. Sasa ndio hapo ujue kwamba hii mambo ya media ni programming, mnatuambia kwamba you guys are trying to tell us what should we think today. Unajua ndio maana media nyingi zina instill fear, lakini Biblia ukisoma kitabu cha Timothy sura ya 2 mstari wa kwanza, Timothy wa 2 mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 7 nasema kwa Kiingereza, because God did not give us the spirit of fear but of power, love and sound mind. Sasa media inachotupa ni fear tu, hamna kitu chochote mnachotuambia kule. Yani ili kwamba iwe habari watu 7 wameuawa, mara si kimbunga kimefanya hivi, yani yote hiyo unamtuwekea fear, na fear kishaingia tuache nayo. Okay, naomba nielezee ninavyoelewa media. Nimekaa miaka 15 plus kwenye media. Media kweli kama unavyosema, tunachokifanya sisi ni kwamba haturipoti kilichotokea, tunaripoti watu walikuwa wanajisikiaje kuhusu kilichotokea. Kwa hiyo kwa sababu maliza sentence in relation to the media policy. Exactly, ndio hivyo, lakini tunasema nini watu wanajisikiaje, kwamba haturipoti nini kinatokea, ila watu wanajisikiaje, wanaongea nini. So kwa sehemu kubwa historia ambayo ipo kwenye documentation unanipanga bro. Ni watu walikuwa wanajisikiaje nyuma. So kuna manipulation nyingi, nazungumzia kwa sababu hii media pia imetumika kutangaza neno la Mungu. Yeah. Media ndio ilitumika kutangaza Ukristo hata kwenye Roma Empire wakati ilipopokelewa. Mimi naongea secular media, siongelee media za kama labda Upako Live nini. Hizo lakini wote mnafanya manipulation. Wote mnafanya manipulation na inspiration. According to you, and I respect that. Wewe kama unaona Bible and religion is manipulation, good for that. No. Manipulation na maanisha ile kutaka kuniaminisha. Kwa sababu gani? Okay. Manipulation. Okay, we need to define manipulation kwanza. Manipulation ni pale unakuwa na agenda ya asili. Katika neno la Mungu hakuna agenda ya asili. Agenda iliyopo ni kwamba wewe uotoke katika dhambi. Dhambi ni utumwa. Na ndio maana Yesu aliwaita wale Wayahudi kwamba nyinyi ni watumwa. Wasema sisi tuko watumwa Misri kule, sasa hivi tuko huru. Ambia sio utumwa huo physically, kwa sababu utumwa wenu ni utumwa wa hizo dhambi zenu. Ndio maana mimi nilikuwa mtumwa wa dhambi, sababu nilikuwa siwezi kuishi bila kunywa pombe. Huo si ni utumwa huo. Nilikuwa siwezi kuishi bila kuvuta sigara. Huo ni utumwa huo. Yaani kitu ambacho kwamba huwezi kukifanya kuishi bila kukifanya, huo ni utumwa. Kuna mwingine huwezi kuishi bila kufanya masturbation. Huwezi kuishi bila kuwa na mademu wengi. Na ukishakuwa na mademu wengi, namba 1 wewe lazima uwe muongo. Maana lazima ujue Aisha ulimwambiaje, Neema ulimwambiaje. Namba 2 lazima uwe maskini, sababu Aisha atataka nini ya kutolea, atataka nauli. Kwa hiyo yani huo ni utumwa ndugu yangu. Nishapitia kote. Kwa hiyo mimi yani Aisha utatusamee. Anyway. Tumekuelewa, ujumbe umefika. So Sele, unaenda kufanya nini mbinguni? Tunatengenezee logic. Tunaenda kufanya nini mbinguni? Afu wewe bwana, kwanza tunaongea habari za Bahamas. Yaani tumalizie na mbinguni. Kwa sababu gani? Mimi natamani wewe najua una akili na uwezo na una experience kubwa, ndio maana kuuliza kwa sababu ya zile tulizopita. Tuligusia jamaa alichokuwa anaongea hapa Kidau ambao niliongea naye hapa. Mimi ni Mkristo safi, naenda kanisani. Jumapili nilikwambia nilikuwa kanisani. Ndio. Lakini naamini pia kwenye kumjua Mungu maswali ni kitu muhimu. Hata Yesu alikuwa anauliza sana. Na ukiwa huulizi maswali unapokea tu kila kitu. Hata Mungu hawezi kutumia. Mimi nahisi pia Mungu amenichukua sababu nilikuwa na maswali mengi, afu nilikuwa naona religion ni kama vile kitu cha kipuuzi fulani hivi, unajua lakini kama yani inabidi uwe na hiyo approach kwamba una maswali, lakini asiwe saa ya kutukana watu. Of course unamuuliza kwamba wewe jamaa, tangu babu zako na bibi zako wameanza kwenda kanisani, nimepata faida gani? Uweze kuja unaanza kuniambia tu muujiza kwamba mimi nashukuru Mungu nimepata kazi. Bora hata watu ambao hawasali wanapata kazi. Hiyo ni kitu ambacho iko given. Unajua katika hii dunia tumeletwa kuna vitu ambavyo automatic utavipata. Yaani ukifanya kazi utapata hela. Huwezi kuniambia kwamba eti namshukuru Mungu nilienda katika mimi ni mvuvi, nilienda kuvua samaki nikapata samaki. Sasa wewe utegemea upate nini? Sema kwamba nilipata samaki mpaka nyavu zikachanika. Huo ndio muujiza. Huwezi kuniambia kwamba kitu yani unajua hasa sana walokole hao
wanakuja miujiza tudogo mpaka tunaonekana Ukristo ni kitu cha kijinga. Yaani kuna vitu ambavyo kweli mtu mpaka mwingine anasema hii ngoma hii kweli hii ukweli muujiza. Yaani kama unakumbuka miezi kadhaa iliyopita watu walikuwa wanaongelea habari ya gesi ya Anthony Capola. Huo ndio muujiza sasa. Yaani itakuwa mpaka watu wanashangaa gesi. Yaani hii ndio hapo ndio this manifestation of God kwamba huyu ni Mungu. Uliamini kweli? Unaamini na wewe? Hiyo ngoma hiyo teknolojia bwana ndogo sana hiyo. Alafu sasa nyinyi ndio mmejua sasa hivi. Hiyo bwana tangu mimi nimejua tangu mwaka jana hiyo. Hiyo ni possible. Yaani inaitwaje? Sikia. Inaitwaje hiyo teknolojia? Hiyo teknolojia tangu hiyo ni ndogo sana. Mimi nimejua nani hii ya kwamba amefanya gesi. Maana watu wamejua juzi wajomba gesi ilikuwa ni ya juzi. Hii ngoma ilikuwa ni ya kitambo kabla hajajipata. Ilitofautiana vipi na inatofautiana vipi na uchawi? Sasa uchawi ndio mmeiba teknolojia kutoka mbinguni. Sababu uchawi sikia bwana nani, shetani hawezi kutengeneza chochote. Yeye anachoweza ni kwamba ana manipulate teknolojia ya Mungu. Kumbuka hata Musa alipotumwa na Mungu kwenda kwa Farao, akaambiwa hii fimbo hii ukiitupa pale itabadilika kwa nyoka. Ndio maana Farao akamcheka. Baba teknolojia ndogo tunaiweza, wachawi wangu hapa na wanaiweza, na Farao akatupa ngoma ikawanyoka. Kwa hiyo sasa hivi vitu unajua, kwa mfano wewe hapo ulipo kwenye media, si ndio? Ukaacha kufanya kazi kwenye media, ukaenda kwingine. Hiyo teknolojia hiyo utaalamu wa media, jinsi ya kupandisha fedha si na nini, mic ikaeje, mara si Adobe Audition, si unazijua hizo. Yaani umeshaachana na hiyo sehemu, uliondoka Mlimani Radio, Mlimani TV, lakini hakusahau Adobe Audition, si ndio? Sasa ndio shetani alikuwa kule, kwa hiyo teknolojia anaziweza. Kwa hiyo uchawi ni kwamba tu ni kitu ambacho ni muujiza lakini wa shetani. Unaona? Okay, sawa, nimekuelewa. Na jaribu kusema kwamba is it kweli nyinyi watu wa dini mnaweza mkapuliza mtungi wa gesi ukajia Mungu anafanya kazi hivyo? Kwa sababu naamini kwa nini? Okay. Kwa sababu ametuweka kwenye huu mwili ili kuweza kulimit baadhi ya vitu ili tuweze ku make sense na aweze kutuhukumu sawa. Ndio. Kuna wakati hata yeye anaachana na hii formula ya dunia ya physics. Kuwezesha kufanya vitu na naamini wachawi ndo wana manipulate. Images inawezekana na pia okay. Wewe kama upo upande wake, ndio maana kuna vitu viwili watu wabili tofauti. Kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Sasa huwezi kuona ufalme wa Mungu kabla hujaokoka, uzaliwa mara ya pili. Ufalme wa Mungu si ndio hizo power sasa. Kwa hiyo sasa wewe ni mtoto wa Mungu, una images, tunafanyaje? Baba hebu naomba gesi hapa. Kwa hiyo yani unajua sisi tulipozipokea but tunaelewa. Okay, at least unatuelewa kwa nini it makes sense. It makes sense sababu nyinyi ni watu wa duniani na vitu vya of course sema kwamba wewe unaongelea no tujumuishe. Mimi amchukua kukaa kwa upande wa watu wa duniani kwanza. Sababu uko kwenye media inabidi uwe neutral. Inabidi uwe neutral. Yeah. Of course ina make sense kwako. Ina make very, ndio maana nakwambiaje nani swali hilo ungeniuliza mwaka jana kabla ya Februari, it doesn't make sense at all. Sababu duniani mimi nimefundisha, nimeenda shule, primary school, secondary school, university, kote nimefundishwa kwamba I have to deal with physical things na lazima like A plus B lazima iwepo C, si ndio? Sasa nakuja katika ulimwengu mwingine huko ni tofauti kabisa, yani kwamba hii sahau haya maformula, yani hizi utoto wachana nao. Ndio maana bwana Grayson, inabidi nikuulize swali moja. Wewe umesoma shule ya msingi, si ndio? Inaitwa public, anyway, hata kama umesoma ni private, lakini umesoma kitu kinaitwa public education, si ndio? Sasa kwa nini ujiulize kama kuna public education maana kuna private education? Moja yako? Na hiyo private education inafundishwa wapi na inafundisha kitu gani? Halafu pia inabidi ujiulize kwamba kwa nini kuna kitu kinaitwa secret society. Huko wanajifunza nini? Kwa mfano kama kuna kitu unakifahamu kitu kinaitwa bones and skull.
Yeah, ni moja ya secret societies. Uzuri umeongea, tulikuwa kwenye hii episode pia ya tunaelezea hizo jamii za siri wanaamini nini na nini. Kwenye picha linaanza lakini. Okay? Nataka kutupa Sasa insight kwa mfano Bones and Skull ipo chuo kimoja pale Marekani. Huwezi kuwa member kijinga tu, lazima yani kuna formula watakualika wao. Lakini sasa je, wanafundishwa nini humo ndani? Na kwa nini wengi waliomo mle wanatoboa? Ina maana kuna private education ambayo wewe unahangaika, unaenda shambani physically unalima na nini unatoka jasho na wenyewe ina kodi unalipa na nini. Kwa hiyo kuna elimu nyingine ambayo unaweza kutoboa bila, na ndio maana nikupa mfano. Kwa mfano kuna mchungaji hapo Tanzania anaitwa Pastor Tony Kapola. Utajiri wake ukiuangalia kwa hali ya kawaida how make sense, lakini in the kingdom it makes sense. Na ndio maana kuna siku alikuwa anaomba visa kwenda Schengen, nchi za Ulaya huko. Wale wanakuomba na nini ile bank statement. Unajua kuna watu wanakosa visa sababu hawana hela kwenye benki, si ndio? Lakini yule bwana wakaona mbona hizi hela, yani unajua unaweza kuwa na hela nyingi mpaka hazielewi ukakosa visa. Kosa ndio yani ujue kwamba hapa duniani kuna maisha yapo katika layers. Na katika layers zingine haiko katika public. Yani kuna maisha mtu unaweza kumuona ukamhurumia tu kwamba huyu hapa ana public education, ana public knowledge, hana private knowledge. Na hiyo private knowledge, na ndio maana hata mtu mwingine ukimuuliza kama juzi nilipokana na Waswahili hapa, hai make sense. Mswahili unakujaje holiday Bahamas, next year unaenda Australia, unaendaje Australia, unaenda yani kwa mshahara gani, kwa kazi gani? Lakini sasa ukija katika hii kingdom vitu vidogo, vitu vya kawaida hivi, unaona. Na ndio maana kwa mwingine akaniambia, akataka niulize, wewe kweli uko Bahamas, naomba hotel reservation yake. Nikamtumia hoteli, kaambia unaishije hotel expensive hiyo, una laje king size bed au kuna na mtu mwingine, yani I make sense. Sababu wewe Mswahili umetoka zako Shinyanga, unafanyaje mambo kama haya? Unaona? Okay, lakini naamini kwamba kweli Sele mtu akiwa deep kwenye upande huo wa kwenu ni kuna vitu vifunguka na maisha yake yatakuwa makubwa. Lakini usiingie nusu. Shida ni kwamba usiingie nusu. Okay. Sasa mbona kuna watu wamefia kanisani kila siku Jumapili wako pale wanaamini, wanafanya kazi kwa bidii, they hustling, lakini mwisho wa siku unaona tu kila siku anapeleka lakini anachopata back. Sitaki kwa hukumu, lakini mimi nilichogundua, kumbuka mimi na madhambi yangu yote nilikuwa mwenyekiti wa UKWATA. Yaani ninafanya dhambi, lakini yani nipo kwenye dini na unajua kuna ile kuishi double life. Sitaki kusema kama wanaishi double life, lakini mimi naamini kabisa in the kingdom kama ukifuata mifumo yote na inabidi, ndio maana nasema ujikane, lazima ufe. Mimi naamini kabisa Selemani wa mwaka jana miaka juzi Aisha kufa. Yaani hapa ni of course this just physical body. Lakini like, you must die first. Yani wewe tunakuona leo ambaye hujaokoka ili uokoke. Ndio maana inaitwa kuokoka. Unajua kama labda kwa vitani kwenda kuokoka ni kwamba yani umesoma umepona yani umepona, yani ulikuwa kwenye sehemu zingine. Sasa inabidi uwe full, yani kwamba yani ujikatae kwanza. Yani mimi Sele kwa lugha rahisi sana nikitaka kujua mimi sasa hivi. Kwa lugha rahisi ni kwamba vyote ambavyo ulikuwa na vitamani, ambavyo ulikuwa vinakuendesha, unaachana navyo. Yani lakini mimi naamini pia saikolojia, lakini sio rahisi. Sio rahisi, na ndio maana mimi nashukuru imenitokea nikiwa ugaibuni. Sina mjomba, sina shangazi, sina Gleason ya kunipigia simu na nini. Maana ningekuwa kwa Bongo ungeona labda unakuja kunitembea, kunipa moyo, yani ile basi tutoke kidogo na nini. Kumbe Mungu anataka ile kwamba anakukausha uko peke yako. Yaani mtegemee mtu yote. Mimi nilikuwa sio mtu ambaye naweza nikakaa siku 5 bila kuwasha simu. Siwezi kukaa masaa mawili bila kuingia Facebook, WhatsApp, Instagram na nini. Lakini hiyo yote sasa hivi mimi haipo tena yani. Yaani huo mzuka haupo. Yaani ile kukaa tu bila kuwa na ki-app kama cha Tinder, unajua Tinder sipo pia Bongo yaani unajua Bongo shida Tinder labda unaweza kupata mademu na kwa ngumu. Sasa kuna nchi ambazo mimi nimeishi, yani wewe unaingia dakika 2 unampa address yako, anakupa address yake, unaenda yani show. Sasa inabidi unafikia level ambayo vyote hivyo vinakuwa hauna mzuka navyo tena. Sijui kama inawezekana kwa wewe mwenyewe, na mimi nahisi labda kuna kuwepo na power inakusukuma kwamba sasa hivi tunaondoka huku tunaingia huku. Na ndio maana sio rahisi. Kumbuka
unajua ukisoma kitabu cha Kutoka, watu walivyokuwa wanatoka Misri kwenda nchi ya ahadi, yani ukisoma ile story imetengenezwa kiasi kwamba ni kweli kwamba it's not easy, lazima kuna hapa katikati kuna shida unavuka bahari ya Sham, na bahari ya Sham hauvuki rahisi tu, kuna shida nyingi hapa katikati huko. Tena bahari ya Sham kushaivuka, sasa Farao hawezi kwenda na wewe. Sasa kuanzia after Red Sea ni wewe na Mungu. Sasa wewe na Mungu, sasa Mungu naye haji manifest easily kama vile wewe labda unamtekea mtoto wako. Yaani kwa mimi navyowapenda watoto wangu, one call baba anahitaji hiki natoa. Sasa Mungu yeye ile hata anakupa training, one call kwanza apokee. Hapo picha ndio inaanza. Yaani unashangaa hivi. Mimi kuna mtu akasema au nimepotea nini? Unaona kama vile vitu havitokei. Kumbe hiyo training anakufanya udepend kwake tu. Yaani kwa mfano mimi sasa hivi jambo lote likimtokea, yani sibabaiki. Yani unajua kwa zamani ngombe unababaika, sasa sibabaiki, lakini najua mwenye show yake yupo. Hata kama akichelewa sasa hivi kuna ana muda wake. Yani mimi sasa hivi natembea kama vessel tu. Unajua vessel ile kwamba sio kwamba upo mjinga tu, lakini yani wewe maisha yako kuna mwingine ambaye anayapush kwa nyuma. Yani wewe Mungu hawezi kuja physically hapa. Yesu hawezi kuja hapa. Duniani kuna shida nyingi. Ndio maana Yesu alikaa miaka 33 baada ya kumaliza mission yake kajikataa. Kwa nini asingekaa muda mrefu? Maana mwenyewe alisema kwamba duniani naondoka, hii kazi mnayo. Yani anajua kusema kwamba hapa sio pazuri. Yani hii ni sehemu ya ni sehemu ambayo sio nzuri. Nimependa jinsi ambavyo unaishi huo ulimwengu wa kiroho na umebalance pia. Sikusikii kama ni mtu wa kanisani sana, na kusikia tu wewe ni mtu wa Mungu. Sasa hiyo ndio iliwafanya walokole wa zamani watu wakawa na ukimbia ulokole. Maana ile mtu labda unajitenga, labda nikuone hivi, labda umeshikabia nianze kuponda. Mimi kazi yangu ni kukuelimisha kwamba sawa, kula mtungi wako. Maana pia Biblia ukumbuke ilikataza watu kunywa bia wakiwa na mission maalum. Yaani kwa mfano Samson yeye hakuruhusiwa kunywa pombe wala kukata kichwa na nywele zake sababu alikuwa na mission maalum. Ndio maana alipojichanganya kwa yule mwanamke Delila na mambo yake yakavurugika. Kwa hiyo swala kunywa pombe, mimi ninavyoamini, wewe yani ukisukuma moyoni kwamba this is your mission and you don't need to drink alcohol. Na ndio maana hata kwa mashetani kule kuna baadhi ya waganga wanakuambia kabla ya kuja. Mimi kuna jamaa langu ambao nawafahamu kwenda kwa waganga kienyeji, anamwambia mbona unywi pombe? Naenda kwa mtaalamu ameniambia nisinywe pombe siku 4. Wewe kwa nini ujiulize kwamba kwa nini hata yani pamoja na kwamba ni mashetani, lakini hata wenyewe wanaambiwa kwamba siku 4 usinywe pombe, siku 4 usiwe na usikuruke na wasichana, yani majuma ndefu mweke pembeni kidogo, sio? Yani inabidi hata wewe ujiulize kwamba hapa ina maana kuna kodi kwamba masuala ya mitungi na masuala ya kufanya ngono ovyo ovyo kuna connection na spiritual power. Kwa nini mganga ananiambia nisinywe pombe siku 4, nisiluke na wasichana siku 5? Unaona? Yaani lazima ujielewe na ujiulize. Na ndio maana ndio siku moja ukae chini ujiulize, kwa nini makampuni makubwa Marekani masio ni Wahindi, na Wahindi wako vizuri katika meditation. Anaweza kazama meditation hata 10 hours, anaenda sehemu anachukua information. Kwa nini yani inabidi connect dot hapo na kuna siri tazame kidogo hivyo. Hata tu share hapo, lakini unajua kwa nini makampuni makubwa kama Google na nini mpaka hata sasa hivi hata Tanzania maana pesa tunaweka hawa jamaa market on the surface mtasema tu kwamba wako vizuri katika biashara, wako vizuri katika nini. Kuna spiritual issue. Na ndio maana katika nchi zote ambazo zinaongoza kwa mamungu wengi ni India, kuna mungu zaidi ya 400 kule. Kwa hiyo itategemea mungu unamtaka mungu wa namna gani. Na ndio maana nilikuwa Nepal mwaka 2008 nikaona kila sema ameandika 2087 kuna mwaka fulani. Sasa baadaye nikauliza hii ni kwa nini? Anambia huu mwaka mpya. Sasa baadaye nikuja Denmark huko nikawa tena naalikwa kwenye masherehe ya watu wa Nepal. Sasa mwezi wa 4 nimealikwa kwenye sherehe mwaka mpya. Mwezi fulani mwaka mpya, nyinyi mna mwaka mpya ngapi? Anambia tunazo nyingi, inategemea na mnakotoka mnaabudu mungu gani. Sisi mungu wetu yani miaka yote, kwa sasa hivi tunasema 2025. Kwa sababu gani? Sababu ya Yesu ndio mungu wetu. Unajua of course mtu hawezi kuelewa sema mungu na, lakini sababu ya kiroho. Nepal leo sasa hivi ni mwaka 2000 na
80 si na kuna mwaka wao, lakini sababu gani? Sababu ya Mungu. Maana wako mbele yetu. Wako mbele wale, wako mbele. Sababu Ethiopia nao wako nyuma yetu, Ethiopia lakini mara nyingi ukiingia deep ni sababu ya Mungu fulani. Sasa ndio North Korea pia Mungu wao ni Juche, sasa hivi ni Juche 101 au 100 kama hicho. Lakini sasa kwa nini mtu asijiulize kwamba kwa nini huyu Mungu mwenyewe hatumuoni? Kwa nini ni focus kwenye physical life, maisha ambayo unayaona? Maana kuna maisha mengine ambayo hayaonekani. Hivi naamini kabisa nani bwana Grayson kwamba kuna maisha ambayo yanaendelea hauyaoni, ila kuna siku ukifunguliwa, na mara nyingi wewe uweze kufunguliwa, si mtu akwambia sio unafunguliwa si masaa 10 wa muongo. Yaani unafunguliwa kwa sekunde 5 tu. Kuna vitu unaviona vinaendelea spiritual na vitu vinaendelea ambavyo pia za kubadilisha jinsi ya kufikiri. Kwa hiyo kuna maisha ambayo yanaendelea hatuyaoni. Sababu ya macho ya nyama haya ni geresha tu. Kuna macho wenyewe ukifunguliwa, na ndio maana kuna masikio ukifunguliwa. Ndio maana hata ukiwa unasikiliza wimbo na nakwambia kabisa Grayson, kuna nyimbo ambazo unazijua sasa hivi ukizisikiliza, na siku labda ukafunguliwa masikio au macho, utasikia ujumbe tofauti na ambao uliopo. Yaani kuna surface meaning na ile deep spiritual meaning. Hata hizi video au madirector wa video na nini, sijui ya bongo, kuna madirector ambao wapo deep. Kuna kwenye video wewe utaona msichana anacheza si mara huyu anafanya hiki, lakini kuifunguliwa kuna ibada kuna maisha ambayo yanaonekana yanaendelea huko. Lakini sasa hiyo ni level nyingine ambayo ukimwelezea mtu atakuona kama huyu jamaa mpagawa tu. Na ndio maana watu wenye level hiyo ya uelewa ni wachache sana. Kama hivyo vitu vinawekwa kwenye nyimbo, lengo lao ni nini? Kwa sababu tukizungumzia meaning, jambo kama nisipolitafsiri maana yake haliwezi kuniathiri. Ukiongea neno hapo ukanitukana Kichina kama nisipoelewa, haliwezi kuwa tusi obvious. Haliwezi kuwa tusi physically, lakini kumbuka life is spiritual. Na maneno ndio spirit yenyewe. Kumbuka ukisoma kitabu cha Genesis pale mwanzo tu, Mungu hapo mwanzo Mungu alimwambia, mstari unaofuata wa 3 Mungu akasema, mstari wa 6 Mungu akasema, mstari wa 9 Mungu akasema. Yaani maneno ndio kila kitu. Umeongea kitu moja, kuna jamaa mmoja sio kukatiza sela anasema aliniambia ukijua jinsi huyo jamaa alikuwa anamuuliza mambo ya mshirikina kweli, akaniambia ukijua jinsi ushirikina unavyofanya kazi, utakuwa makini sana na maneno unayojiongelea. Utakuwa very careful. Sababu vyote physical unavyoviona viliumbwa kwa maneno. Na ndio maana Yesu anaitwa neno la Mungu. Yaani ni neno tu. Yaani wewe leo hii bosi wako bado unafanya kazi pale East, si ndio? Sasa bosi sasa bosi wako akiwa kila siku akikuona anakuambia wewe mjinga tu. Yaani kila siku. Si amesema maneno tu, lakini yataingia kichwani mwako na kutakuwa na effect. Lakini kiasi kwa sababu lakini mpaka uyaelewe, lakini nimesema mjinga umeelewa katika ulimwengu physically. Lakini pia kumbuka wewe ni spirit, na spirit it can be dead or alive. Na sio dead kwamba haimekufa kabisa. Yaani na ndio maana mtu akiokoka anakuwa active spiritually, anaweza akasikia vitu ambavyo wengine hawasikii, akaona vitu wengine hawaoni, lakini your spirit is still there. Unaona? Sasa kwa mfano anza asikwambie direct way. Na ndio maana mchawi anakuambia tu nipe jina lake huyu Grayson Gideon na nani. Watu wanaongea maneno kwa masaa 9 pale, wanaongea tu Grayson hataoa, Grayson hataoa. Sasa tabaki na luka kaka. Nashangaa, bwana mimi nikitaka kuoa vitu vinapalanganyuka. Watu walishaongea. Kwa hiyo ni uchawi, sio kwamba mtu avae mango meusi. Unajua si wasukuma nguo za kienyeji ni mashuka meusi. Sio lazima avae yale pale ndio afu na jipake manani. Na ndio maana uchawi wa Afrika na uchawi wa Ulaya uko tofauti. Uchawi wa Ulaya uko very advanced. Na ndio maana ndio maana unaweza utashangaa ukimwambia Ulaya kuna uchawi. Sisi tuna copy watu uchawi kule baba. Ila yuko ila ndio spiritual kuliko sisi. Ila uko advanced sasa. Kisi advanced in a way that unaweza kuwa presented somewhere ukapewa jina kwamba this is art, this is just a painting. Yaani unaambiwa kwamba huu ni mchoro unaonyesha. Yaani unajua ndio kitu kinaitwa secret society. Wenyewe ambao ni member wataelewa kwamba hapa, na ndio maana kunakuwa na coordinates. Yaani unaweza kaingia katika mji ukaona picha fulani, kama ni member unajua kwamba
hapa kuna jambo hili linaendelea, sawa. Lakini wewe utaona tu picha utasema labda picha labda mnyama labda amesimama tu. Wewe unaona tu mnyama amesimama, au mnyama nusu binadamu nusu, yani unaona kitu cha kufurahisha fulani hivi. Lakini zile ni kodi, na ndio maana bwana Grayson, maisha tusiachukulie tu physical. Wacha tufia shuleni, sawa, tunawashukuru public school, lakini zote rubbish. Wewe ziweke tu hivyo kwamba hizi ni kukupoteza maboya tu. Na ndio maana kuna watu wamesoma hawajatoboa, kuna watu hawajasoma na wametoboa. Kwa nini kuwepo na kitu kama hicho? Maana kama kungekuwa ni 1+1=2, watu wote tungeenda sawa. Kuna watu, mimi naamini kuna watu naitwa, mimi nimesoma Ilibol pale, kuna watu tumesoma wanaitwa TO Tanzania 1. Mimi naamini sio TO wote wametoboa. Yaani kuna TO sasa hivi najua yuko anaunga. Yaani siamini kabisa kwamba kuanzia mwaka labda tuseme 2000 mpaka leo 2025 matio wote wako vizuri. Mimi TO wote ndio soma yes yuko vizuri, ni software engineer CRDB pale, lakini kuna baadhi naamini yani mambo hayaenda vizuri. Kwa nini ukiuliza? Na tunarudi kule life is spiritual. Na unaweza kaona wewe mambo yako yanaenda vizuri hata uendi kanisani, lakini kumbuka kuna mtu anaitwa mama yako. Huyo mama yako hujui anamkaga saa ngapi kukuombea wewe. Unaweza kama chukulia poa tu maisha yako naendelea na nini, lakini either mama yako au babu yako au bibi yako, yani kuna mtu nyuma. Ndio kuna watu wanaitwa intercessor. Kumbuka Yesu kabla ya kuzaliwa kuna watu wawili walikuwa duniani, kazi yao ni kumwombea Yesu tu. Na ndio maana mpaka mama mmoja tu Ana, mume wake ilibidi afe. Maana Mungu labda yuna kwamba huyu mwanaume huyu anampotezea concentration huyu bibie. Yaani Mungu na Mungu wake kumleta mwanae ilibidi wawepo watu wa kuomba. Maana maombi ni kama mpo vitani, ile shield mtu labda anatuma risasi kule inapingwa. Sasa Mungu lazima watu hapa duniani wa kuombea kitu fulani kiweze kusurvive. Ndio maana Simeoni alikuwa kazi yake kumwombea Yesu tu, na Ana kazi yake ni kumwombea Yesu. Na ndio maana Simeoni Yesu alipomuona sasa, Mungu unaweza kanichukua sasa, kazi yangu imeshaisha. Na ndio kuna watu hapa sio pastor sio nini, yeye kazi yake tu amefunuliwa na Mungu, wewe kazi yako ni kuiombea Tanzania. Yaani hata sio Mtanzania kabisa. Yupo tu yeye kila siku akiamka na iombea Tanzania. Nyinyi mnaona mambo yanaenda vizuri na nini of course kuna mambo yanatokea hapa na pale, kuna damu zinatiririka, viache kumenielewa, lakini kuna mtu yupo kwa ajili ya kuiombea Tanzania. Na kuna mtu yupo kwa ajili ya kuiombea ni kuiombea mabaya ya Tanzania upande wa giza sasa, kwamba watu labda wavurugane yeye apate faida. Yaani bwana Grayson, ukiona kitu chochote katika media, labda gazeti, kichwa cha habari chochote, yaani wewe kichwani mwako juma kuna hela imetembea pale. Yaani kuna mtu kapata hela kutokana na hicho kitu. Sasa kama ni positive au negative, wewe unaona kichwa cha habari kimetokea hivi na hivi, lakini kuna hela imezunguka, hela imemove sehemu nyingine. Kwa hiyo maisha ni zaidi ya tunachokiona kwa macho. Okay, tumeingia kwenye theology na upande huo wa kiroho sana. Turudi sasa kwenye ulimwengu wa kimwili. Ndio. Ndani ya Bahamas. Ni kitu gani ambacho kilivyokukaribisha tu ukajua hapa sipo nyumbani? Kitu cha kwanza, viko vingi, lakini jinsi wanavyoongea tu wenyewe kama Wajamaika fulani hivi, unajua. Lakini pia kitu ambacho kilinipa burudani, maana nimezoea nchi nyingi ukienda labda una apply kwanza visa, ukifika pale airport maswali mengi na nini. Yaani hapa kama upo nyumbani fulani, of course sio nyumbani, lakini watajua tu kwamba English yako hii sio hapa. Nikakabidhi passport yangu pale, unaweza unakaa hoteli gani, unakaa muda gani, kaniandikia tu pale siku 30 hapa. Unajua nchi nyingine nimekuwa nikienda labda unalipia kiasi fulani. Sasa hapo hamna cha kulipia, wewe passport ya Tanzania nyie ndugu zetu, wewe ingia. Yaani kama South Africa, South Africa kwenye sikulipia chochote. Nikaanza nifika nikampa passport yangu, magisha msaniambia Nyerere, akaniandikia pale akanipa nikaingia. Kwa hata hapa walisema kama jamaa Nyerere. Unajua Nyerere aliacha kitu kizuri sana South Africa. Kwa hiyo nimeweka gamba langu pale, after akafly mwenyewe akaniambia Nyerere flash. Lakini yani twende mbele turudi nyuma, bwana Grayson, inabidi to fly kuzaliwa wa Tanzania. Nchi yetu ni nchi moja tamu sana, nchi nzuri sana. Mimi kwa mfano nilipofika New York pale, unajua maswali yako mengi ukiingia Marekani, sio?
Lakini amenipiga maswali kidogo tu, baada hapo akabadilisha Alf kutoka Tanzania. I was in Tanzania last month, very good country, safari na nini, yani anafurahia. Maana sisi wa Tanzania tuna ukarimu fulani, hata kama sio wa kikweli, lakini tuna ukarimu fulani ambao upo yani. Lakini pia alienda safari akafurahi, yani kuna wengine kunafika anapiga maswali labda dakika 10 nzima. Mimi tukanicheck pale passport yangu na nini, akaniambia unaenda kaa wapi? Nikamwambia mimi sky Marekani, mimi naenda zangu Bahamas, hapa ninapita tu. Baadaye tukaanza stories kanifurahi, tunafurahia. Alafu alikuwa ni Mchina sasa, huyo Marekani Mchina. Hiyo si kali sana. Yani Tanzania unakutana Marekani ni migration na Mchina. Alafu upande wangu huku alikuwa Mwafrika. Ni wale kabla amezaliwa huku au alikuja, lakini ni Mwafrika. Sasa nyuma yangu alienda kuojwa naye ni Mchina. Na alimweka sana pale, make yeye yupo hapa kwa ajili ya kazi za mambo ya engineering. Lakini sasa unajua mpaka mtu anachukua passport yako anaikoleza kwa shamba ni ya kweli, ina maana hapa yani kidogo hata anakupoteza confidence. Lakini huyu wa kwangu haya mambo atakufanya, lakini huyu Mchina alipigwa maswali mengi sana nikamhurumia kidogo manake. Kwa hiyo umeshuhudia diplomasia za dunia za nchi nyingi sana Sele. Na wakati nafanya kazi balozi wa Tanzania pale Paris, nilishuhudia vitu vingi sana kuhusiana na mambo ya nchi mbalimbali, na of course katika kazi ambayo sitapenda sana hata mwanangu aifanye ni kazi za mambo ya ubalozi. Naona kama vile of course kuna hela nyingi na nini, usafiri safi, unapewa diplomatic, lakini sasa naona kama vile maisha fulani ambayo yako performance, unajua yani kama fake fulani vile. Yani maana kuna protocol inabidi ufanye hivi, usifanye hivi. Yani umeenda kwenye sherehe usile sana, usinywe sana. Yani kuna ile kwamba, na ndio maana katika elimu moja ambayo unafundishwa unafiki kwa shuleni ni diplomacy, unajua? Maana diplomacy, kwa mfano Marekani akikaa na Urusi kwenye meza moja wanazungumza amani, lakini kila mmoja kichwani mwake ana calculation zake. Sasa huo si unafiki huko mbinguni. Sasa tunayo mambo hayo, mambo ya duniani. Una gani ambao uliuona wakati huko ubalozi ambao unatamani mpaka mtoto wako asifanye kazi kwenye ubalozi? Kwani huo unafiki si kwa balozi tu au mpaka wafanye kazi wa chini mna apply hizo nani rules? Hapana, mimi siongelee katika ubalozi wetu. Ubalozi wetu tuko vizuri, lakini sasa ile labda mkienda kwenye mavikao na nini, siwezi kuongea sana manake tuache hapo, lakini true story. Kwa hiyo mwanangu umeshafika kwenye kanisa ambalo liliwaza siku ile. Kutoka hapo hivi unaelekea wapi? Kwa sababu ushakutana na Wathesalonike. Baada hapo unawaza wapi? Baada hapa of course sijajua Mungu ataniambia wapi, lakini kwa mimi kama mimi kwa furaha zangu tuna sherehe zangu nataka niende Australia. Kuna sehemu fulani nilikuwa na Google watu wa nani wale indigenous make life is spiritual. Sasa kuna indigenous ambao wanaamini katika mambo ya kiroho, yani kuna mambo fulani wanayafanya, tamaduni fulani hivi. Nataka ni wako ya Australia, ndio nataka niende mwaka kesho kweli kama. Maana nilikuwa na Google kwamba unaweza ukaenda wakakupa tour. Of course kuna baadhi ya maeneo hawaruhusu mtu ambaye ni mgeni kufika, wana mambo yao wanafanya huko na nini. Lakini nitapenda tu kwenda kuona rituals zao na mambo wanayofanya. Maana hiyo pia inaniongezea imani zaidi kwamba hapa duniani maisha sio tu haya ya hapa. Maana kuna maisha mengine. Maana kama watu wameamini miaka zaidi ya 1000 huko, wanaamini kitu fulani ambacho hatukioni kwa macho na wanapata majibu. Na maana maisha maisha ni zaidi ya tunachokiona, sio? Yes. Niliwahi kwenda kwa kumalizia Sele, niliwahi kwenda moja ya teknolojia na itamani sana kwenye hizo rituals. Niliwahi kuuliza wazee fulani Kigoma wanifundisha, wakaniambia inabidi nikakae miezi 3 kule. Hii ya kupita ukutani. Yaani unaweza kupita ukutani wewe na mwili wako. Wanaita astral projection, ambayo ni unaacha mwili, una meditate kwenye level ambayo wewe ndio unaondoka, unauacha mwili wako. Kuna hii unaweza kufika Dodoma physically. Hizo teknolojia, unajua shida ni kwamba maana nilikwambia pale nyuma kwamba kuna kitu kinaitwa public education na private education. Nitaongea kwa mifano maana sitaki kupata shida na nikirudi nani Tanzania. Sijasema wa Tanzania, anasema nchi yoyote kikosi cha makomando jeshini
kuna teknolojia wanafundishwa ambazo yani ndio maana makomando wanaweza wakaingia kozi 3,000 wakashinda 60 tu. Sasa kuna level unafikia sasa, sio tena kufundisha kwamba sio mara kupiga ngumi na nini. Kuna teknolojia sana wanafundishwa ambazo unaweza kupita kwenye ukuta. Sijasema Tanzania, yani kuna baadhi ya nchi waliopita Cuba tumekuelewa. Sasa wewe kama una rafiki yako ambaye ni komando kweli, umuulize kama nasikia kuna baadhi ya nchi kuna teknolojia ambazo komando anaweza kafanya au anaweza kapita sehemu watu wasimuone na nini. Yani mfano ya nasikia. Kwa nini ndio nasema kwa nini hatujawahi kuanza kuziconvert? Idea yangu ndio hiyo, na movie kabisa nimeiandaa ambayo ina hiyo idea kwamba kwa nini tunahangaika kujenga mabarabara, kuhangaika mabilioni ya pesa ambayo hata hizo viwanda hatuna, wakati tuna hii teknolojia ambayo unaweza kaondoka Dar ukaenda Dodoma ukafanya mkutano ukarudi zako Dar es Salaam ukaenda kumsalimia mama Arusha nikarudi zangu Dar chap. Au hiyo pia watu wa Mungu mnaiona tutakuwa tunakufuru? Hiyo jibu ndio pamoja, jibu ni rahisi sana ambalo nimejua mwaka huu. This earth is made out of, yani ni kucontrol, lengo ni kucontrol na kuenslave humans. Na teknolojia ukiwapa kila kitu, nani atakuwa enslaved? Hivyo hujawahi kuwaza kwa nini kila siku uamke ukafanye kazi, ulipe kodi, ufanye hivi? Mungu huyu ambaye aliweza kutengeneza binadamu, ambaye anaweza akamove akafanya, kwa nini asingetengeneza teknolojia ambayo sihitaji kula, sihitaji kufanya kazi? Kwa nini wewe ufanye kazi? Yani kwa nini? Nitakuwa unajua kwamba hapa duniani sio kwako. Hapa ni kama vile prison. Kwa hiyo hii prison moja ya control ambazo unatakiwa upewe, adhabu ambazo upewe ndio hizo uhangaikie. Na sio kwamba upate vitu kila slice. Na hivyo vitu vinapatikana, kisa kuna baadhi ya watu mpaka inabidi ujisubmit somewhere. Sasa wewe ukiishi nusu tu una sound kama Mabudha. Kama maisha ni mateso na kifungo. Na hiyo ndio ukweli. Lakini sasa ili uchomoke hapo inabidi uamini kabisa kwamba maisha hapa tupo na mfano, yani kama vile tuko kisiwa fulani, unawapeleka watu ambao wamefanya makosa, unawapeleka kwenye kisiwa fulani. Kwa hiyo mateso ni yani ni kichakado. Mimi mtu akisema maisha magumu sana, mimi namshangaa. Sasa utegemea wewe. Market hiyo ndio purpose ya kuwepo hapa. Kwamba wewe hapa duniani kuna watu kama aina 3 mimi naweza kusema. Kuna watu ambao yani sema labda siseme hapa duniani, natoa mfano. Mfano labda kisiwa, tuseme tutengeneze kisiwa bachi kama Mbuja mfano. Hicho kisiwa tukitengeneza kiutaalamu kiasi kwamba tupeleke watu wafungwa kule ambao wamefanya makosa huku Tanzania huku, tuwapeleke kule. Lakini sasa hivi kwamba sione kwamba wako vifungoni, tupeleke watu wengine wa gereza, yani ili mtu asijue kwamba yuko gerezani, yani haelewi kwamba hivi hapa tuko yani maisha kama kawaida. Ila wao huku ambao tumepeleka gereza hawa wenyewe kazi yao ni kuwa monitor hawa na kuweza kuwa of course hao wenyewe wataishi fresh. Maxi mtakuwa na supplier kimya. Ila hao huku sasa ambao hapo kifungoni hawa, sababu yupo kifungoni, ikifika muda wa kifungo kishaisha tutamfungua, kifungo chao kimeisha, sasa chagua sasa. Umeshajionea mateso. Na ndio maana watu wengi, asikudanganye mtu kama mtu ameshafanya kazi kwenye sehemu ya watu wanaokufa hospitali. Watu wengi zile sekunde 5 kabla hajafa wanafumbua macho sana. Sababu anaona vitu, afisa uzuri wa yale maisha ya kule, sekunde 5 zinatosha kupa information ambazo wewe unaweza kusoma hata kwa miaka 20. Na sekunde 5 tu unapata information za kutosha. Ndio maana kuna wengine wanakufa peacefully sababu sashajua. Kwa mimi nakwambia sijitambi. Mimi siku nakufa nitakufa very peaceful. Sababu mimi ngoma naondoka tu na rudi zangu maskani. Sasa mwingine ambaye hajui ndio anashangaa hivi kumbe. Na ndio maana kuokoka mara nyingi inakuwa ni kama unakuwa unarukwa na akili fulani. Maana unagundua kwamba maisha yako yote kumbe ilikuwa ni gereza tu, mieusho tu. Maana si utakuwa unaona vitu, una connect dots na connect, unasema kumbe nilienda hapa yani kuna vitu utakuwa unaonesha kwamba hii hapa sio ulijipeleka tu, ulikuwa na shughuli na hii. Kwa kifupi, mateso hapa duniani ni kawaida. Ila ukitaka yasiwepo, chagua sehemu moja. Mimi naenda kwa shetani au mimi naenda kwa Mungu. Na kwa shetani usiende nusu. Yani wewe ujimalize kabisa kwamba mimi naenda kwa shetani, na shetani atakusupply vizuri. Kwa hiyo usisave hela si nini? Unajua hela ni illusion tu. Yani sio kwamba ni kitu cha kuhangaikia sana kwamba ni lazima upambane.
hela wewe chagua unataka ujisubmit wapi. Kujisubmit kwamba uwe full kwamba mimi bana naenda upande wa shetani. Hela utazipata. Mimi naenda upande wa Mungu, hela utazipata. Kwa mfano nikupe ili ujue kwamba hela ni kitu ambacho sio kitu kigumu sana cha kuhangaikia. Nikupe mfano. Huu ni mfano. Mfano mtu fulani labda mtu asili au mtu mwingine anaenda restaurant sehemu fulani, anaenda zake hapo kwa ajili ya kula. Anafika pale anapokea simu, akapiga simu na Grayson. Katika kupokea simu pale anaongea afu pembeni kuna mtu anamsikia pale, kata simu anamwambia, bwana nimesikia unaongea na simu hapa, sauti yako nimeipenda sana. Mimi namiliki kampuni ya matangazo. Naomba nitumie sauti yako, tutakulipa milioni 20. Then kampuni yetu ni kubwa sana na tutatumia sauti yako miaka yote. Milioni 20, sawa? Sasa hapo unajua huyu kapata milioni 20 kwa kuongea tu na simu pale, nikaconnectiwa dot fulani. Alafu na mwingine imekana yangaikia. Lakini wewe uweze kujua huyu hapa wakati anapata idea ya kwenda kula. Kumbuka pia hata mawazo yako na mawazo sio ya kwako, kuna mtu anakuwekea mawazo. Kubali ukatae. Sasa hayo mawazo hayo watu wanakwenda restaurant, lazima lawe mtu kuletwa pale kuwa karibu na wewe kupokea simu, connect pale mpaka kwenda kupata tenda. Mimi kazi yako wewe tu ukaseme tangazo ukaliseme kwenye nani yao. Mkurugenzi kaipenda sauti yako. Kaipendaje hata yeye hajui. Hata tu anaambia wafanyakazi tumia sauti ya huyu. Kuanzia leo tutatumia sauti ya huyu kijana. Alafu wewe mhasibu mpe milioni 20, show imeisha. Sasa umeshapata milioni 20 hapo. Hujayangaikia wala nini. Alafu kuna mwingine hiyo 20 anayangaikia. Kwa hiyo maisha ndio unajua kwamba kuna codes ambazo tu inabidi tuzielewe tu. Yaani umemake sense sana Sele, na ni mmoja wa watu ambao napenda kuongea na nyinyi kuhusiana na huu ulimwengu, kwa sababu ni watu nawakumbuka ulivyokuwa kabla, vitu ulivyokuwa unapenda, na sio tu kupenda, vitu ulivyokuwa unatenda. Matendo ya mitume. Alafu pia ukatenda kwa level ya kitanzania ya nchi, ukatenda kwa level ya kimataifa. Ndio. Na umekuja mwisho wa siku umerudi hapo umeconclude na Mungu, na nikwambie tu kila laheri kwenye hicho unachokiamini. Na kama ulivyotuambia, anayemwamini Welelo tumuache, tumuache, kila mtu labda Mungu ana namna ya kumfikia. Ndio. Kitu kingine ambacho ningependa niwaambie watazamaji wako ambacho kimenishangaza hapa Bahamas. Kuna siku nilisema ngoja nijaribu kupanda daladala zao nione zikoje. Kile kinishangaza zaidi, mtu anapanda kwenye daladala anamsalimia dereva, good morning, unajua sasa yani hiyo ilinifurahisha sana. Ukiona mtu amepanda hajasalimia ujue sio wa huku, unakuta labda ni wa mtalii, lakini wale wa huku kabisa akiingia good morning lazima asalimie. Yani nilipenda ile. Wow. Ni kwa sababu wako wachache au wanajuana wote kama sasa. Ni utamaduni sio mbao kwa wachache. Yani sawa bana, na sisi kwetu utamaduni wa yani kama mimi na wewe tunaweza kutembea babani nikakushika mkono isiwe tapu, lakini kuna nchi zingine kushika mkono wewe unasema shoga, unaona? Kwa hiyo ni utamaduni, kitu ambacho kipo kinatokea automatic bila wewe kufikiria. Ndio maana sasa hivi nikaenda Bongo hapo nikamshika mkono, kwa mfano nilikuwa natembea na kazini yangu babani akanishika mkono, nikashtuka kidogo, lakini baadaye nikakumbuka wewe uko kwetu sio kule. Maana kule nchi zingine ukiona wameshikana mkono wanaume wawili unajua watu fulani. Lakini sasa ni tamaduni tu. Yaani pia utamaduni ambao ulinichosha zaidi. Yaani kwa mfano mtu anaendesha gari, si ndio? Alafu mtu anachomekea anaendesha vibaya. Sio ile kibongo unamfokea na nini? Sawa anafokea hapa, lakini mwisho sana anasema have a good day. yani mbona unaendeshaje unachomeka endesha vizuri, baada hapo have a good day. Wow. Kuna maisha smooth sana nilipenda sana hiyo. Nilipenda sana. Watakuwa na maisha very smooth kama wanaishi wako humble kiasi hicho. Mimi nahisi labda sababu ile historia yao ya slavery wakaamua kwamba tuwe kitu kimoja, labda ule upendo wao soka sana ile brotherhood. Kwa hiyo nilipenda ile pale. Okay. Machakula yao sababu ndio kitu hatujakiongea. Niliona kama kuna ubwabwa fulani. Vyakula vyao hawa tatizo ni kwamba wameathiriwa vyote vile Afrika na Umarekani. Kuna baadhi ya maeneo unakuta vyakula kama nilivyokuonyesha ile pilau ile. Kuna vyakula kama vya Afrika na nini mpaka ndizi nini. Lakini pia kitu ambacho nilikinotice ikabidi nianze kuulizia kwamba mbona wasichana wa huku, wanawake wa huku ni wana unene fulani, vyafu wafupi. Ndio nikaambiwa
ni sababu ya tamaduni ya kuchukua vyakula ya Kimarekani ya mnaita fast food ya sio. So yanaonenepesha ovyo ovyo. Sasa pia sababu ya maisha pia fast food nyingi ni cheap. Kwa hiyo mtu anachukua tu fast food na nini. Yeah. Kwa hiyo kuna sisi tuna maisha mazuri ya msosi sana kuliko wao huko. Yeah, ndio maana mimi sasa hivi nashukuru sana Mungu nimezaliwa Tanzania tena usukumani kule maana yake wanakula vyakula vya asili vyenyewe unaona. Lakini unaenda McDonald's, unaenda Burger King, unachukua vitu ambavyo hujui vimekuwa processed namna gani kule. Na mwili ndio yeah. Sele, shukrani sana, ilikuwa ni wakati fulani hivi noma sana. Ndio, asante kaka. Nyingine mapya na tutaongea kwa Australia. Asante sana, lakini tunaachana kwa jambo moja, ni kwamba ukimwona mtu yote ambaye hajaokoka au asali au anaponda Ukristo, usimponde na usimhukumu. Cha msingi tu, maana mimi naamini tangu nimemjua Mungu hakuna nilichopoteza. Of course nimepoteza mambo ya yale mambo ya dhambi, lakini naamini sijapoteza, unaona. Lakini ukimwona mtu ambaye bado hajamjua Mungu, yani kwa mfano kama kuna jamaa yule mtu Yeriko Nyerere, sio? Waga ana tamaduni zake. Naye unamwacha. Huwezi kujua labda Mungu baadaye atakuja kumfunulia kitu fulani au labda ndio maana dunia kama nilivyokuambia tuko watu aina tofauti. Kuna wengine hapa ndio kwao babu. Sasa ukitaka kuiga kwa hiyo tusiwahukumu, na ndio hata Yesu atuambia msihukumu. Yeye peke yake ndio atakayekuja kuhukumu. Cha msingi tuwapende na kuwaombea. Yaani kama huwezi kumhubiria, wewe muombee tu kama Mungu mguse aone njia. Maana yake mimi naamini njia ya kweli ni njia ya Mungu. Pamoja sana Sele, asante kwa kila ambao umefuatilia hii. Tukutane kwenye roundup ya hii East Africa Radio kila Jumamosi saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni kutoka Bahamas na hapa Tanzania. Alamsik. Papa Njiki. Well, yeah. brave to dispute a share of hand, body, and memory. In the shimmering heat of the shanty town that skirted the harbour of Nelson, violent confrontation was an inevitable part of life.
The situation was made more dangerous and explosive by the pirate habit of being armed to the teeth whilst very drunk. The women pirates were more than capable of looking after themselves, and you either treated them with healthy respect or suffered the consequences. It was exactly this lawlessness that attracted the greatest concentration of pirates ever seen in the New World. Such pirates too, Jennings, Congo, Teach, Cotton, Ronald, Davies, no, they were all here. It is said when pirates slept, you did not dream that you had died long ago. You dreamed that you returned to New Providence. This was the paradise. He expects to join Major Bart or some other pirate and then out to the attack road. I got a sloop fitted under the command of Captain Hornigold to send after them. In the meantime, I keep a very strict watch for fear of surprise, and not hearing from Hornigold, I am afraid we've been taken by Vane or begun his old practice of pirating again. But Hornigold, keeping his word, returned. Early on Toulon, captured 10 pirates at the island of Sweden. 130 miles southeast of Give us this day our daily bread, Lord, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory